CCM is not a political party. Ni chama ni dola ambayo imejivisha nguo za kijani. Wanatumia CCM kwa convenience, jina tu. Lakini operation zote, watu wanaofanya kazi, wanaojaribu kutuzuia sisi, wanaoshindana na sisi, sio CCM anymore. Ni polisi aidha, vyombo vya ulinzi na usalama, idara ya usalama wa taifa, ndio tunaokutana nao kwenye kazi za kushindana. Kutumia vyombo vya kutoa haki kama mahakama. Na umesema siku 572, mimi sikujua kama tumemaliza siku 572. Kwa sababu miongoni mwa hizo siku 572 mwenyekiti wetu sasa yuko ndani siku 498. Ina maana mwenyekiti tangu tuchaguliwe kama amekaa nje less than 70 something days sasa. Kwa hiyo amekaa nje labda siku 80 na kitu baada ya sisi kuchaguliwa. Kwa sababu tumechaguliwa tarehe 21 usiku kuamkia tarehe 22, tarehe 9 mwezi wa 4 akakamatwa mpaka leo. Kwa hiyo karibia siku nyingi zaidi kuliko ambazo tumekuwa madarakani. Mwenyekiti wetu hayupo sasa, yuko ndani siku zote hizi, na hiyo inakuja kuanka kwenye kitu ambacho nimezungumza kwamba sisi hatushindani kisiasa na CCM, tunashindana na dola. Ndio maana watu wetu wanafunguliwa kesi za ugaidi, uhaini, mikutano yetu kuzuiliwa. Kati ya hizo siku kumbe pia tumezuiliwa siku 309 kufanya shughuli zetu. Kwa hiyo tuna siku 572, kati ya hizo mwenyekiti yuko ndani. Kwa hiyo kama kupinga serikali ni ugaidi, Mwalimu Nyerere alipaswa, na ndiye aliyetufundisha sisi kuwa magaidi. Kwa sababu yeye alipaswa afunguliwe kesi, mtu wa kwanza kama gaidi katika historia ya nchi, kwa utaratibu uliopo wa sasa, ambao tuna watu viongozi wa Chadema 69 wako ndani kwa kesi za ugaidi, kiwemo makatibu wa kanda Jackson Mnyawami na wengine, na mwenyekiti wetu mwenyewe mwenye kesi ya uhaini. Kwa hiyo aidha Mwalimu Nyerere angefunguliwa kesi ya ugaidi, au anapaswa kuwa gaidi au mhaini namba 1 aliyewahi kushtakiwa. Lakini sasa kwa sababu warau serikali ya kikoloni ilikuwa na ustaarabu kuliko hii, iliishia kumfungulia kesi ya uchochezi tu mwaka 57. Hawakwenda level hiyo ya kumfungulia uhaini na ugaidi. Sawa, umezungumzia kwamba kama mnashindana na dola na sio chama cha siasa, ukirejea CCM, unawezaje kutofautisha kati ya chama kinachoshika dola na dola yenyewe? Yaani wewe kama ni kutoa ushauri kwamba hapa sasa mshindane na chama na sio dola. Yes. Nina taarifa hata pia ambazo siwezi kuzidisclose kwa muda huu. Kuna mtu amewahi kuwa kiongozi wa taasisi fulani kubwa, akashauri na akafukuzwa kazi kwa kusema tuache vyama vifanye kazi zake. Vyama hivi vifanye kazi zake vyote, sisi ni wa watu wote. Alafu sisi tu wavasi mtu yoyote atakaye kuja. Kwani sisi tukiingia madarakani tunatoa wapi polisi? Tutatumia hawa civil servants, watumishi wa umma. Tutatoa wapi wengine? Ni hawa sana sana. Watakaobadilika na ndio wenye hofu ni wale wenye nafasi kubwa. Mtu labda ni katibu mkuu wa wizara, mtu labda ni mkurugenzi wa wizara, wale vile vyeo vya kuteuliwa. Hawa ndio wana hofu sana, kwa sababu wanajua of course ikija utawala mpya lazima utakuja na watu wengine kwenye nafasi hizo ili kutekeleza maono yake. Na ndicho hicho Mwalimu alichosema kwamba alipokuwa madarakani, watu walikuwa wanamwambia kwamba bana, unajua nchi ni changa, bado inakuhitaji Mwalimu, usingatuke, kwa sababu ameanza muda mrefu kutaka kungatuka. Wanamwambia unajua Mwalimu, nchi inakutegemea sana, usifanye hivyo. Baadaye alipoamua kungatuka, akasema alipokuwa nyumbani akarealize kwamba kumbe waliokuwa wanamwambia nchi ni changa hawakumaanisha nchi, walimaanisha familia zao. Sasa kuja kwenye pointi yako ni hivi: vyombo vya dola, vyombo vya ulinzi na usalama, idara ya usalama wa taifa wa nchi inapaswa kufanya mambo serious na ya msingi.
iachane na mambo ya siasa, kumfuatilia John Heche, kuniteira, kubagin kwenye simu zangu, kujua mawasiliano. Mimi sifanyi mawasiliano ya kigaidi, sifanyi mawasiliano yoyote ya hatari kwenye nchi. Mawasiliano yangu ni namna ya kuiondoa CCM madarakani, which is legitimate. Tangu mwaka 1992 tuko hapa kushindana tuiondoe CCM. Kwa hiyo vyombo vya ulinzi na usalama vijitenge na haya mambo ya kujaribu kutuzuia sisi kufanya shughuli zetu. Mara polisi wanakamata watu wetu, mara polisi wanazuia watu wetu. Vyombo vya ulinzi na usalama kama idara ya usalama wa taifa kufuatilia watu kutekwa, watu kuwa harassed, biashara za watu kuharibiwa, labda kama unatuunga mkono au sisi wenyewe, mtu anayefanya biashara kuingiliwa kwenye biashara zake. Ndio haya mambo tunayozungumza. Waache watu wawe huru, watimize wajibu wao wa kisiasa. Level ya magonjwa ambayo sio ya kuambukiza imekuwa kubwa sana. Kwa mfano, magonjwa ya figo. Watu wanafanya karibia familia nyingi sasa hivi, vitu ambavyo tulikuwa hatusikii, kuna watu wanafanywa dialysis kwa magonjwa ya figo, magonjwa ya ini, magonjwa ya pressure, sukari, si nini. Kuna vyakula vingi sana na madawa ya binadamu yanaingizwa nchini humu yakiwa hayana viwango, yakiwa yameharibika, yakiwa kwa njia za kifisadi. Hii ndio kazi ya ulinzi na usalama, ndio kazi kwa mfano idara ya usalama wa taifa kusimamia. Hiyo ni kazi ya msingi kabisa, kwa sababu unahangaika na Heche, inaingia aspirin, inaenda kuua mdogo wako figo, alafu anaenda kufanyiwa dialysis, anakufa. Wewe mtu wa ulinzi wa kamati ya idara wa idara ya usalama wa taifa, simamia haya madawa feki yanayoingizwa nchini au ambayo hayana viwango. Kuna watu wanahujumu uchumi wa nchi. Kwa mfano, Dar es Salaam sasa hivi imegeuzwa, karibia sehemu zote zinakuwa ICDs, zinakuwa bandari kavu. Foleni congestion, ukipita ile barabara ya kutoka kule Buguruni, ile barabara inaitwa nini ile? Mandela Road. Ni chaos. Lakini tulikuwa juzi tu serikali hii kwa sababu sio serikali mpya hii, rais aliyepo alikuwa makamu wa rais, wao ndio wameanzisha Kwara dry port pale, na wamegawia nchi zote maeneo. Burundi wamepewa eneo lao, Kongo wamepewa eneo lao, Zambia wamepewa eneo lao. Zile nchi zote 8 zinazotutegemea sisi kwa kutumia port yetu ya Dar es Salaam wamepewa pale. Kwa mzigo ukitoka bandari ya Dar es Salaam moja kwa moja unapelekwa Kwara, na maroli yote yapakilie kule Kwara yanakwenda. Otherwise tungekuwa na reli, tungeweza kuwa mizigo yote ikitoka bandarini na ingia kwenye reli moja kwa moja, kama ni Zambia moja kwa moja Zambia. Lakini mizigo yote ilikuwa inapelekwa Kwara. Sasa hivi hiyo serikali chini ya miaka kadhaa imebadilisha. Kule Kwara tumejenga kwa zaidi ya bilioni 400 na kitu, mtakumbuka nilikuwa bungeni. Sasa mizigo yote imerudishwa Dar es Salaam. Kila sehemu inafunguliwa ICDs. Sasa unajua, kwa mfano miji ya pembezoni kama hii ni miji ambayo inapaswa kwa attract ya baharini, inapaswa kwa attract watalii wengi sana. Watu wanakuja utalii wa fukwe hizi, sisi Dar es Salaam hii. Unaenda mji kama Berlin. Berlin ina attract watalii 500,000 kwa siku. 500,000. Tanzania hii na vivutio vyote tulivyo navyo, tuna ukisoma takwimu za serikali ni watalii milioni 1.4 kwa mwaka mzima. Berlin inaingiza 500,000 kwa siku. Ukienda nchi kama Morocco inaingiza watalii milioni 19 kwa mwaka. Sasa kwa mfano, sisi fedha ambazo ni za uhakika tunapata, na watalii wengi sasa hawaji tena kwenye mji wa Dar es Salaam ambao walipaswa kuwa na watalii wengi kuliko hata mbugani. Watalii wengi sasa wanaenda mbugani. Na tunachofaidi pale ni entrance fee tu, ile gharama ya kuingilia ambayo ni $80 per person. Piga mara labda watu milioni 1.4. Nao 1.4 unazungumzia, wamehesabu mpaka sisi ambao ukikatiza unatokea kule kwetu Serengeti ukaingilia polini watakuhesabu kama mtalii.
mabasi yanayopita watakuhesabu kama mtalii, kama watu ambao wamepita mbugani. Wale zile hela za kulala labda kitandani, ambao ni mahoteli yako mle ndani, ambao mtu analipa mpaka $1,000, ambao ni milioni 2.6. Mahoteli mengi yale ukiangalia ni ya watu wa nje, ni ya Waarabu, ni ya wazungu, ndio mahoteli mengi yamejaa kule. Kwa hela ambayo Mtanzania anafaidi ya moja kwa moja ni $80, na ukiangalia utalii ndio umeingiza fedha nyingi. Sasa sana sana na hoteli watalipa hoteli levy, service levy, watanunua labda nyanya humu ndani, lakini sehemu kubwa ya ile hela ambayo mtalii analipa inaondoka nje ya nchi. Inaondoka nje ya nchi. Sasa fikiria huu utalii tu, idara ya usalama wa taifa ingekuwa inasimamia vitu kama hivi, kwamba jamani, tunafanyaje kuimprove utalii. Moja, Dar es Salaam isigeuzwe kuwa parking ya maroli. It's chaos hata kwa watu mnaoishi Dar es Salaam. Dar es Salaam yote imegeuzwa kuwa parking ya maroli. Tuna improve vipi hizi fukwe? Tunaondoaje decongestion Dar es Salaam ili huu mji uwe na uwezo wa kuattract zaidi watalii, uingize fedha kwenye mzunguko wa serikali, ili hizi fedha ziajiri vijana ambao wamekaa mtaani hawana ajira. Sawa, nadhani tutarudi baadaye Heche tuone mtazamo wako kwenye hayo na yasema na ushauri wako ni nini pengine serikali ifanye. Turudi kidogo kwenye swala la chama na siku 572 ambazo tumezisema. Wakati ambapo mwenyekiti wenu yupo ndani kwa zaidi ya siku 490 hivi na nyinyi mnaendelea na shughuli za chama huku nje. Pengine swali la kujiuliza ni kwamba baraka za baadhi ya uamuzi unaofanya zinatoka wapi? Kwa sababu pia umewahi kunukuliwa hupati nafasi ya kukutana na mwenyekiti mkazungumza naye. Yes. Tunawasiliana. Unapaswa kujua tu kwamba kuna njia ambazo tuna improvise nyingi sana za kufanya mawasiliano na mwenyekiti. Mandela alipokuwa ndani Robben Island, chama chake kilikuwa kinaendeshwa na walikuwa wanatafuta means mbalimbali za kufanya mawasiliano. Kuna mawakili wanamuona mwenyekiti, kuna ndugu wanamuona mwenyekiti, tunapeleka messages zinarudi. Lakini vile vile unapaswa kujua chama ni vikao. Sasa hivi tuna kamati kuu ambayo ni full, tuna baraza kuu lote, tuna mkutano mkuu. Maamuzi yoyote yanayofanywa na chama ni maamuzi sahihi na ni maamuzi halali. Kwa hiyo hamna kitu ambacho labda tukifanya kinaweza kuja kikasema kwamba kwa sababu mwenyekiti hakuwepo sio halali, no. Kwa hiyo ndio maana inaelezwa kwenye katiba yetu kwamba ni wakati gani makamu mwenyekiti atakaimu kama mwenyekiti wakati mwenyekiti hayupo. Kwa maamuzi yoyote tunayofanya ni kama amefanya yeye, kwa sababu ni taasisi na chama kinaongozwa na vikao ambavyo ni watu wengi. Kwa hiyo tuna baraka zote. Yes. Bwana Heche, unadhani tuna faili wapi katika serikali? Kwa sababu tumekuwa na madai ya katiba mpya tukidhani ni suluhu. Kweli au inawezekana sisi leadership kwetu sisi ni changamoto kubwa sana kuliko siasa. Tulikuwa tunaongea na Lambert asubuhi hapa. Tunaona Zambia walitoa serikali ya Lungu wakiingia upinzani, upinzani yeti ya maji. Kwa hiyo sisi Afrika tuna faili wapi? Kwa sababu inawezekana tukifika nchi ya ahadi na nyinyi tena mkafanya mambo haya ambayo wanafanya chama cha tawala cha sasa hivi, kwa tunaenda tunarudi. What is really a problem kwenye serikali zetu? Nafikiri kuna tatizo kubwa la uongozi. Yote ni uongozi. Na ndio maana Afrika haijafeli yote. Kwa nini kwa mfano tukiangalia nchi kama Morocco, iko Afrika? Kwa nini Morocco wamepiga hatua kubwa na hawana resources ukilinganisha na sisi? Kuna matatizo ya leadership Misri, Egypt kidogo baada ya kuwa wameondoana kwa mapinduzi, maandamano na nini. Lakini mbona Misri wanaenda vizuri? Ukiangalia nchi kama Ghana, kwenye hizi nchi za watu weusi, system ya leadership yao na structure ya leadership zao inaenda vizuri.
maendeleo makubwa sasa hivi wanaanza wanafanya drilling ya mafuta yao. Soon wataanza kuuza mafuta na hata kubadilishana madaraka. Inakuja NPP na kile chama kingine, walikuwepo NPP wameondolewa mwaka jana, na yani wana interchange. Leo ni kama mara ya 4 unashindwa, unajipanga, unakuja, unashinda, unarudi, hivyo hivyo. Sasa wale kila siku wanazidi kupiga hatua. Kwa cha kwanza ni leadership, lakini cha pili ni structure. Na structure zinakuwa kwenye katiba. Hata Kenya hapa wanasumbuliwa na tatizo la ukabila, lakini kwenye structure wameweka structure nzuri sana. Na nitakupa mifano ambayo ni halisi. Kuna siku watu walikuwa wanaandamana Kenya, TV zinaonesha live, serikali kupitia chombo chao kama TCRA wakabani tamko tu kwamba hakuna TV kuonesha maandamano live kwa sababu inachochea maandamano. Saa 4 asubuhi, saa 6 watu wakaenda mahakamani, wakaweka injunction, mahakama ikatoa zuio kwamba TCRA chombo kama TCRA cha Kenya kije hapa kama kina malalamiko. Kwa hiyo mahakama imeondoa hilo zuio, watu waendelee kubroadcast. Sasa hiyo iko kwenye katiba, na unipe muda kidogo nieleze hapa. Kenya walipoingia kwenye matatizo mwaka 2007, Kofi Annan na Mkapa na wengine eminent people from Africa walienda pale, wakaenda wakaleta pande zote mbili zinazobishana pamoja, wakakaa, tatizo ni nini? Tulete nchi pamoja kwanza, tujadili yaliyotokea, tuone tatizo ni nini. Baada ya kuleta hao watu pamoja, ikaundwa Waki Commission, commission inayoitwa ya Philip Waki, Jaji Philip Waki, kama hizi zilizoundwa hapa ya Jaji Chande na baada hii ya Lira. Ile sasa baada ya kuwa hao watu wameletwa pamoja, ndio wakakubaliana kwa pamoja, pande zinazosigana zimeletwa pamoja, ndio zikaunda tume ya Jaji Waki. Hiyo tume ya Jaji Waki ndio ikaenda kuchunguza nini kilichotokea. Wakagundua tatizo ni uchaguzi. Uchaguzi ndio uliosababisha hili tatizo, na watu wakauana na watu wakaumizana. Lakini kwenye uchaguzi, ili tutatue hili tatizo, tuandike katiba ambayo sasa itaweka foundation, tusiingie tena kwenye matatizo ya kiuchaguzi. Hiyo katiba sasa ndio ikaja na mambo ya mahakama huru, ikaja na jeshi la polisi ambalo lilikuwa baada ya kuwa police force kama ya Tanzania ikawa ni police service. Taasisi nyingi, IPOA, polisi inachunguzwa na chombo independent ambacho kama polisi akikuonea wewe, kwa mfano sasa hivi watu wanaokamatwa maelfu wanaumizwa sana, watu wanaingiziwa spoku mpaka kwenye uume, vijana wengi tu wanakamatwa, unateswa vibaya sana. Polisi inakaa na watu siku 60-70. Sheria inasema ukikamatwa within 24 hours umepelekwa mahakamani. Mimi nimekaa kituo cha polisi kwa siku 21. Na unajua kituo cha polisi ni tofauti na magereza. Nyie hamjawahi kwenda kwenye hivi vitu, tuulize sisi wenye uzoefu. Kituo cha polisi unalala chini hapa kwenye sakafu. Huruhusiwa hata kutoka nje kuota jua. Bora ukipelekwa magereza, kwanza unakutana na wenzako, lakini cha pili, asubuhi kama sasa hizi utatoka nje, utakuwa kwenye ngome mle, utaongea na wengine, utaota jua. Mimi nimekaa kituo cha polisi kwenye cell ambayo ni ya peke yangu, solitary confinement, kwa siku 21. Sasa kuna watu wamekaa siku 60, kuna watu wanakaa siku 40 na kupiga. Sasa hivi vyote Kenya vilikuwepo. Walipounda katiba, sasa katiba yao ikaja na vyombo hivi. Kwa mfano mahakama ya Kenya, na hili ndio muhimu uelewe tunapokosea. Mahakama ya Kenya, majaji hawateuliwi na rais. Kuna tume ya utumishi wa mahakama, wanatangaza kazi, tunahitaji majaji 50. Stanislaus wanaeleza pale sifa, uwe na degree ya sheria, uwe umefanya kazi miaka mingapi na nini. Stanislaus unapeleka maombi yako pale. Mimi Stanislaus na qualify. Samsa Sali anapeleka, madam anapeleka, Heche anapeleka. Inakuwa broadcasted live kwenye TV. Watu walioomba ni hawa hapa. Kama kuna mtu ana malalamiko nao analeta kwenye tume ya utumishi wa mahakama.
Watu wanaandika huyo Heche akiwa hakimu hapa Tarime alikuwa anakula rushwa. Huyu Stanislaus anapenda sana totos, aliwahi kuchukua mpenzi wangu hapa kwa nguvu. Unaona bana? Watu wanapeleka pale. Alafu sasa ile tume ya utumishi inakuita kukuhoji live kwenye TV. Kwa maana wewe kuna malalamiko ulipokuwa hakimu Tarime ulihukumu kesi vibaya kwa kula rushwa na nini. Wanaondoa watu wengi kama makosa yao yamekuwa proven. Sasa wanabaki wachache. Ambaye anajua mimi nimequalify kwa sababu ya sifa na heshima na vigezo. Kwa hiyo hawa wakisha waliobaki ni watu 50 wamequalify. Sasa rais anaenda kuapisha tu. Rais hana mamlaka ya kukataa. Ndio unakumbuka kuna kisa hapo Kenya wakati Jaji Maraga akiwa jaji mkuu Kenya. Kenyatta aliwakataa baadhi ya majaji 5 ambao waliwahi kumshughulikia kwenye kesi ya ardhi akiwa chini huku. Sasa amekuwa rais anakataa kuwaapisha. Jaji mkuu akamwambia huna mandate hiyo. Utawaapisha tu. Waliwaapisha. Sasa mtu akishapata nafasi amekuwa judge kwa sifa based on merit. Huyu mtu wewe ukienda kulalamika pale atakupa haki. Lakini katika system ambayo ni broken kama ya kwetu, jaji anateuliwa, umelala tu umeamka mtu amempigia rais simu anamwambia unajua yule Fatuma mtoto wa shangazi amemaliza degree hana kazi. Sasa kesho nitamteua jaji. Ameteuliwa anajua mimi ni mtoto wa shangazi, nimeteuliwa kwa sababu ya sifa ya mtoto wa shangazi. Huyo anafanyaje? Kwa hiyo ndo system ambayo imeifikisha Afrika hapa ilipo. Impunity, kupendeleana, kupeana kazi bila sifa na nini. Na hayo ndo sasa matatizo yote yanakuja kwenye uongozi. Tukitatua tatizo la uongozi tutapiga hatua haraka sana. Sawa Heche, nadhani umezungumza vizuri. Kabla tujaondoka hapo, najua nataka tuondoke kidogo hapo. Msingi wa swali la Sam nadhani nimeuelewa zaidi kwamba tumeshuhudia baadhi ya mataifa ya Afrika yakibadilisha uongozi, yakibadilisha vyama vinavyokuwa kwenye madaraka. Tumeshuhudia pia Kenya kwenye eneo la katiba wamebadilisha katiba. Yes. Ambayo kimsingi wenyewe walikuwa wanasema ndio wananchi walikuwa wanaitaka. Kenya hawajapata kulalamika wananchi. Yes. Bado wanadai maisha ni magumu. Zambia mfano halisi ambao wamefanya uchaguzi juzi Alhamis, na wenyewe wanalalamikia kwamba wapinzani hawajafanya kitu. Ni bora Edgar Lungu na uongozi wake. Na ndio maana aliyekuwa mwandani wa Edgar Lungu anamkimbiza Hakainde kwenye uchaguzi. Sasa nyinyi Chadema mna maajabu gani kwamba nyinyi mkiingia ama kukiwa kuna katiba mpya ati kwamba vilio vya Watanzania havitakuwepo kabisa? That's the beauty of democracy. Huo ndo uzuri sasa wa demokrasia. Kwamba wewe una duka hapa, unasema mimi duka langu ndio bora, na una portray kwamba ni bora. Alafu Samsa Sari naye ana duka lake. Sasa watu wa muda mrefu walikuwa kwa Samsa Sari, wakaja kununua kwako wakagundua bei ni za kwako ni mbaya kuliko za Samsa Sari, wana haki ya kurudi kwa Samsa Sari. That's the beauty of it. Na uzuri wa hiyo ni kwamba ushindani unapokuwa mnataka muingie kwa majaribio. Watanzania hawajaribu. Sio kwa majaribio mzee. Nasema hivi, mimi nataka nikuambie mfano. Mimi natoka kwenye eneo ambalo ushindani wa kisiasa ni mkubwa sana, Tarime. Halmashauri yetu ya Tarime kwa miaka yote ambako kumekuwa na uchaguzi haijawahi kutokea kwamba CCM wana total dominance au Chadema wana total dominance. Mnazidiana madiwani 10-20. Na ndio maana Tarime kwa mkoa wa Mara ndio halmashauri ambayo ina maendeleo makubwa kuliko halmashauri zote, kwa sababu mtu anajua mimi nikiingia madarakani nikimesa next election napigwa chini, sirudi hapa. Hilo ni la kwanza. Na ndio ubora wa demokrasia. Lakini cha pili, Kenya is not the same. Kenya isiyo ya Moi. Nenda uambie wa Kenya leo warudi kwenye serikali ambayo haikuwa ya county. Angalia maendeleo ambayo Kenya imefanya kwa sasa. Kabla ya katiba mpya, kabla hizi county government hazijaja na devolution, angalia na Kenya iliyokuwepo. Wakenya wako mbali sana, yani mbali mno. Ndio maana uchumi wao, ukiangalia budget yetu kwa mfano ni trilioni 62. Budget ya Kenya ni trilioni 100 na kitu. Double the budget ya kwetu. Lakini Kenya ni ndogo kwa size, Kenya ni ndogo kwa population kwa Tanzania. Kwa nini? Ni kwa sababu ya mabadiliko waliyofanya ya kikatiba na ya kiuongozi. Ukiangalia hata Zambia mimi simtetei Hakainde Hichilema. Kama memesa hapo. Lakini Zambia ilikuwa kwenye Mufilisi.
Ilikuwa ni nchi ambayo mpaka airport zimekabidhiwa kwa Wachina. Yani ilikuwa ni total chaos. Nchi ilikuwa na deni ambayo ilikuwa haisave chochote. Sasa hizi nilikuwa naangalia wana excess ya 1.4 trillion billion US dollars, ambazo ni kama trilioni 3 au 4 ambazo wamegain baada ya uongozi wake. Kuna takwimu nyingi sana ambazo ni improvement. Kwa ukiona maana yake ni nini, kwamba kama watu wamekaa madarakani kwa muda mrefu, kwa mfano CCM ina miaka 65, imeshindwa kabisa hata kutatua tatizo la maji tu, tatizo la maji. Mimi nimekuwa nikiposti hapa video kwenye Instagram yangu za chaos za maji, na baadaye wanakaa wananizodoa. Nimeona msemaji wa serikali ananizodoa mimi kwa kupost kwamba watu wana matatizo ya maji. Watu wameshindwa maji. Mimi nakaa Mwanza, Nyegezi hatuna maji ziwani pale kwa 65 years. Nchi ya 3 kwa kuwa na maji mengi duniani. Sisi ndio nchi ya 3 yenye vyanzo vingi vya maji, kwa sababu ziwa pana kuliko yote Afrika liko Tanzania, ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika liko Tanzania, mito mikubwa, mvua hapo Kimbiji na Mpera, ukidrili pale chini kuna maji ambayo yanaweza kuizamisha Dar es Salaam, mengi kuliko yaliyoko ziwa Victoria. Kwa sisi we are blessed, lakini hatuna maji. Sasa unasemaje hao watu waendelee kwamba sisi tukiingia taaribu? Yani ni kweli kabisa kwamba CCM ikiondoka wakaingia watu wengine hawawezi kufanya vibaya kama CCM. CCM ni total chaos. Wameshindwa kabisa. Okay, yes. Makamu, tumekusikia vizuri kabisa jinsi ambavyo umekuwa ukielezea na kutoa mifano ya Kenya na kwingineko. Siku 572 mmeingia madarakani, mmeaminiwa vizuri na wanachama wa Chadema na wananchi wakatamani kuona kutoka kwenu. Ni mambo gani makubwa matatu ambayo leo hii unaweza ukasema hapa na dunia, tangu tumeingia madarakani tumefanya hili na hili na hili, japokuwa pengine kuna changamoto kadha wa kadha ambazo zinatukabili? Yes. Kazi ya chama cha siasa ni kuenroll wanachama zaidi, ni kutengeneza structure za kiuongozi zaidi, ni kufikia wananchi na kuzungumza matatizo yao zaidi. Kwa siku hizo ambazo tumechaguliwa, tulianza na ziara ya no reforms no election, ambayo kwa maoni yangu was very successful, kwa kuwaambia Watanzania uovu wa mfumo wa kiuchaguzi. Ni ziara ambayo ilikuja kuzuiliwa, tukakaa siku 309. Kwa kuna achievement kubwa moja, sasa tunaanza kuwa na studio ya kwetu ya podcast ambayo imeshaanza kufanya kazi. Kama chama cha siasa kuna mambo ambayo tunahitaji hata sisi tuwe tuna communicate moja kwa moja na wananchi. Hapo nyuma ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu vyombo vya habari vikitishiwa, ambacho ni kitu cha kawaida kwa Tanzania, tunaweza kuongea A wakapeleka B. Sasa tunataka tukiongea A iende A kama tulivyosema. Kwa tumefungua studio ya podcast ya kwetu, tunajenga maofisi karibia kila sehemu. Morali ya wanachama wetu ni kubwa zaidi. Tumekaa vikao, tumefanya na michango. Juzi leo nafikiri tuna karibia milioni 290 kwenye michango ambayo tuliitisha milioni 334. Naona tutaachieve goal ambayo tulijiwekea. Na watu wanasahau kitu kimoja. Nilisikia hata mtu mmoja anasema, kuchangisha shilingi milioni 300 imekuwa shida. Mimi ni mwanachama wa Simba Sports Club, na nisikia juzi hata watu wanaongea kuhusu comment yangu, na hilo mtapata, kama mkiniuliza nitapata muda wa kulieleza. Simba iliwahi kuchangisha hapa michango, ilichukua karibia mwezi mzima wakaishia kupata milioni 100. Hata Yanga imejaribu hicho kitu. Sasa kwa Chadema kupata shilingi 1,000 mpaka shilingi milioni 290, it's not a joke. It's not a joke. Shilingi 1,000, kuna mtu ametuma shilingi 200. Kwa ni culture mpya tunayoijenga kwa Watanzania kuchangia. Ndio maana sisemi Simba kama na wamoko, ieleweke vizuri, mimi ni mwana Simba. Naonesha tu jinsi ambavyo ilivyo ngumu kwa watu kuchangia, kwa sababu sio utamaduni wao wa kila siku. Watu wamezoea sana kuchanga kwenye makanisa, kwenye misikiti, lakini kwenye vitu vingine
sio utamaduni ambao unaeleweka, lakini kwa sisi sasa tuna streamline chama kiendelee kuongozwa na kuchangiwa na wananchi, sio mchezo. Kwa kufikia hapo, kwa hiyo yenyewe ni achievement kubwa sana kwamba this is the first time tangu mimi niwe Chadema, tangu nikiwa Chadema mwaka 2006 nilipojiunga, na tangu nikiwa mjumbe wa kamati kuu mwaka 2011, miaka 10 na kitu iliyopita, hakuna kikao chochote kimewahi kuendeshwa kwa michango ya wananchi. Sisi tunakwenda kufanya baraza kuu la mwanzo, typically kuanzia senti moja mpaka mwisho tumechangiwa na wanachama. Sawa. Makamu, mmezungumzia kuhusiana na michango ambayo imechangwa kwa kiwango kikubwa, ni jambo zuri ambalo wananchi wanalifanya kwa upande wa Chadema. Pengine sasa mmekuwa mkikosoa sana serikali kuhusiana na matumizi ya fedha. Nyie kama Chadema mnawajibika vipi moja kwa moja kuhakikisha kwamba kila shilingi ya mwananchi haipotei, inaenda katika mnyororo ambao unatakikana? Sisi ni transparent sana, ni chama ambacho kinaendesha mambo yake kwa uwazi sana. Na hata juzi nilimsikia katibu wa uchumi, sio anaitwa katibu wa uchumi, sisi tunawaita wakurugenzi. Mkurugenzi wa fedha na uchumi, rafiki yangu nani huyu kutoka Zanzibar, tulikuwa naye bungeni. Jamali anasema namwagiza CAG ikague Chadema. Nikamwambia tunamkaribisha kwa mikono miwili, kwa sababu sisi fedha zetu zote. Kwanza actually nilimshangaa Jamali amekuwa hadi mbunge. Ndio matatizo ya kupeleka watu bungeni ambao uwezo ni mdogo. Hajui kwamba CAG huwa anakagua vyama vya siasa, haelewi. Kwa sababu chama cha siasa ni taasisi ya umma, inakaguliwa kwa every cent, every penny inayokuja kwenye chama. Sasa Jamali anasema namwagiza CAG atukague. Sisi tunamkaribisha CAG atukague. Na lakini nikasema awakague na wao, na ukaguzi usiishie kwenye vyama vya siasa. Nikasema wafanye kitu kinaitwa lifestyle audit. Kuaudit mtu mmoja mmoja, kiongozi wa CCM mmoja mmoja, kiongozi wa Chadema mmoja mmoja, kama inawezekana. Tutafurahi sana kwamba bana, wewe Heche tunakufahamu, juzi ulikuwa mbunge, tueleze hii nyumba ya milioni 600 umepataje? Wafanye audit, biashara yako ni ipi? Unalima ili shamba la eka 200 300 umepata wapi? Asiishie hapo, afanye ukaguzi, tumpeleke kwenye majumba. Watu wanamiliki majumba Masaki hapa, juzi tu tunafahamiana nao, tumeingia nao bungeni. Ana korora leo, ana gorofa 10 Masaki hapa, ana nyumba Dubai, ana nyumba wapi, kwenye wakati watu hawana madawa hospitali. Sasa ukaguzi huu usiishie hapo. Ndio maana mimi nasema sisi we are very transparent political party. Tunakaribisha mtu yoyote kutuona, kutukosoa na kwa ukweli. Kwa ukweli aje na hoja, aseme kuna hizi hapa zimepotea, Heche eleza. Tuko tayari kueleza. Na tusiishie tu kwenye kukagua vyama hivi. Kuna watu walipeleka fedha CCM, wafanya biashara, ilikuwa tena live broadcasting. Mtu ametoa bilioni 5, mtu ametoa bilioni 2, mtu ametoa bilioni 3. Wakati huyu mtu baadaye tunaambiwa huyu mtu anapewa maeneo ya umma, anaweka ICDs, ndio anayeleta congestion Dar es Salaam, ndio anayekwamisha bandari. Kwa sababu leo kwa mfano mtu ana ICD iko Mwananyamala, ana ICD nyingine bandari kavu hizi, ana ICD nyingine iko Kinondoni, ana ICD nyingine iko kule Mbagara. Mzigo mtu kutoka Kongo anahitaji efficiency. Na hili nataka mnielewe vizuri, na mjibu na Kitila Mkumbo juzi ameongea kitu. Nimesema tukiendelea namna hii bandari ya Dar es Salaam itakufa. Unajua hii bandari kuna watu wanapitisha hapa mizigo sio kwa sababu ina ubora na ni nzuri na inawasaidia kufanya biashara kwa urahisi, ni kwa sababu ya convenience, hana namna. Yani mtu sisi tuko karibu na Burundi, Rwanda, Kongo, Zambia, tuko karibu na Malawi. Mtu anaona akipitisha mzigo wake Beira Msumbiji kuja Kongo ni usumbufu zaidi, kilomita zaidi ya 2000 kuliko kilomita 1000 na kitu kuingia Kongo. Kwa analazimika kupita hapo. Lakini hii bandari mzigo unachukua karibia siku 45. Usumbufu tu. Sasa wazungu Marekani na EU wamepitisha fedha zaidi ya
bilioni 6 za Kimarekani, wanajenga bandari ya Robito kutoka Angola mpaka Kongo na mpaka kwenye mpaka wa Zambia. Itakuwa inachukua mzigo wiki moja kutoka Robito mpaka kutoka Zambia Copperbelt mpaka wapi? Mpaka Robito bandarini kupitia Benguela, na wanajenga reli ya kasi SGR. Sasa nani atakuja kupitisha mzigo sehemu ambayo inachukua siku 45? Kontena moja la Mkongo limewekwa Mbagara Zakiem, jingine liko Mwananyamala, jingine liko Posta hapo. Huyu mtu anasumbuka kukusanya ili kontena, akatafute ili akatafute, tayari ameingia kwenye kitu kinaitwa, kuna charges zile ambazo ni extra. Umepitisha siku, unaanza kulipa charges za ziada, storage fee. Sasa mtu ambaye atakuja kupitisha mzigo wake kwenye bandari ya aina hiyo, wakati kuna watu hapa, kuna mizigo itapita kwa masaa 60 kutoka Kongo mpaka imeshafika Robito, nani atakuja kupitisha hapa? Gharama za upakiaji njiani. Hebu angalia kwa mfano, pale bandarini kuna vyombo vya ulinzi na usalama, kuna usalama wa taifa, kuna jeshi, kuna watu wa TRA, kuna watu wa vipimo. Kontena likishuka bandarini linapimwa mle bandarini, linaonekana lina uzito kiasi kadhaa. Hilo kontena limewekewa seal ya TRA, limeshalipiwa, limepakiliwa, limeenda ICDs, limehangaishwa huko, limepakiliwa kwenye lori, linatoka bandari ya Dar es Salaam, limepimwa, linafika Vigwaza, linataka lipimwe tena na serikali hiyo hiyo, linatoka limepimwa kwenye mzani wa Vigwaza, kabla ya Morogoro lipimwe tena, congestion inakuwa pale. Likivuka Morogoro, likifika Mikumi lipimwe tena, likivuka Mikumi kabla ya Iringa lipimwe tena. Watu wanachukua siku nyingi barabarani. Sasa hii ni serikali moja au serikali iliyoko Vigwaza ni tofauti, iliyoko Mikumi ni tofauti, iliyoko... Sasa katika usumbufu kama huu, nani atakuja kupitisha mizigo kwenu? Kwa hiyo eventually watu wanapitisha kwako kwa sababu hawana namna. Hii bandari ikishakamilika watu watakukimbia. That's exactly what nilichosema juzi nilipokuwa nazungumza, lakini kaona Kitila Mkumbo ana twist kwamba mimi nimesema bandari imekufa. Haijafa, lakini mwelekeo wake unaona hii ni kitu kina ugonjwa, kitaanguka. Sawa. Sofia alikuuliza swali kuhusiana na mafanikio tangu muingie kwenye nafasi za kuongoza chama kwa siku hizo 572 hivi. Umeeleza mengi, lakini hujagusia eneo la kuwaunganisha wanachadema, sababu ilikuwa ni ahadi yenu kubwa kwamba mtaunganisha wanachama. Tumeshuhudia, sisi tunatafsiri ni kama hampo pamoja, kwa sababu baadhi ya viongozi, sio wanachama tu, viongozi wa chama wamekuwa wakijitokeza kukushutumu juu ya matumizi ya fedha, wengine wakishutumu namna ya ubabe unaotumia kwenye kukiongoza chama. Kwa nini hamjaunganisha? Kwanza, this is a democratic political party. Hiki ni chama cha kidemokrasia. Hii inaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Sisi tunapigania democracy. Democracy haiwezi kuonekana nje ya chama tu. Democracy ionekane kuanzia ndani ya chama. Kuna proper channels zimewekwa kwa katiba yetu ya namna ya viongozi kupeleka mawazo yao, maoni yao na namna ya kuzungumza kwenye public. Sasa kuhusu kuunganisha chama, naweza kukuambia kwamba tumeunganisha chama kwa kiwango kikubwa sana kuliko tulivyotoka kwenye uchaguzi na hapa tulipo. Lakini kwenye siasa za hizi za kwetu, watu watapotoka tu, either by influence, kwa kushawishiwa, kwa kuhongwa, kwa kufanya nini, watu watapotoka tu. Mimi nilikuwa bungeni, naelewa yote, mtu hawezi kuniambia kitu mimi nimeshawishiwa nihongwe. Mimi nimeshawishiwa hata juzi kabla ya uchaguzi tuingize chama kwenye uchaguzi, nipewe fedha, nikubali tuingize chama kwenye uchaguzi. Nani amekushawishi? Watu wa serikali. Watu wa serikali. Unataka nikutajie kwa jina? Mko tayari? Watu wa serikali wametushawishi na wanashawishi watu. Kuna mtu kabisa ukimuona,
Sasa wewe unatokaje kwenda public? Utaratibu wa kikatiba huko hivi kama hujapewa fedha. Lakini pili, wapo watu wachache wamekuja wanafanyia press conference kwenye eneo moja tu. Yaani mimi ni mtu wa Kilindi, Tanga. Na kila nikija nikitoka Kilindi nakuja nafanya press conference crowds hapa. Mtu wa Morogoro, angalia distance ya kutoka Kilindi mpaka Morogoro, naye anakuja anafanyia hapa. Hajafanyia Morogoro kule kwake. Yule wa Kilindi hajafanyia Kilindi. Mwingine anachukuliwa Mbeya, anakuja anafanyia Mbeya, of course hawajaji. Lakini nakupa mfano. Hiyo psychologically inakwambia nini? Pengine inaniambia kwamba watu hao wameungana, wana wazo linalofanana, wanaamua kuzungumza sehemu inayofanana. Okay. Basi sawa, kama wewe unaona hivyo. Sisi tunaona tofauti na tunajua tofauti. Sawa. Ni watu ambao wako under influence. Lakini pili, kuna barua kwa mfano imeandikwa ya watu wanalalamika wameenda mahakamani. Hiyo barua unajua sisi tunaandikiana sana barua na msajili. Tunajua hadi fonti anazoandikia msajili barua. Kuna barua imeandikwa na mtu ambaye anajiita ni mwanachama, ni viongozi wa Chadema, wanalalamika, wanataka waruhusiwe kuingia, wanasema watazuiliwa kuingia kwenye baraza kuu. Wameandika kwenda mahakamani. Lakini ukiangalia ule mwandiko ni mwandiko wa ofisi ya msajili. Unajua kuna fonti ambazo serikali inaandikia. Tutazirelease baadaye hizo barua, Watanzania waone. Kwa tuna vita ambayo basically ni vita ya kutengenezwa. Na hivi vitu sio mara ya kwanza kwenye vyama vinavyopigania mageuzi. Afrika Kusini, unamjua Chief Mangetsu Buthelezi, alikuwa kiongozi kwenye ANC. Wakati wa kina Mandela wamekamatwa, wanaambiwa hao kina Mandela they are radicals, achana nao, tunakutengenezea serikali. Ikatengenezwa zile zinaitwa Bantustans, serikali za wazuru, ili kuigawa ANC katikati. Kwa hiyo mbinu wanazotumia viongozi wa serikali na CCM ni mbinu ambazo zimeshatumika tangu huko. Sawa. Hata kwenye Biblia. Kwani serikali ya kina Pilatus, unajua zile zilikuwa serikali zilizomhukumu Yesu, zilitumia watu wa wapi? Zilimtumia mmoja wa nani? Wanafunzi wa Yesu. Unaweza ukasemaje? Kwa hiyo it's normal kwenye struggle ambayo tumeweka watu kwenye kona. Na mzee, mimi nakwambia tumeiweka CCM kwenye kona, haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Na hapo ujue bosi mwenyewe hajatoka. Sasa hapa sisi wasaidizi tu tunapiga huu muziki hivi. Akitoka yeye mwenyewe ni balaa kubwa. Kwa hiyo ni kawaida wataingiza hera, watajaribu kugawa watu, lakini wanachama wetu ni imara sana. Ni imara sana. Attempt nyingi, kuna attempt nyingi. Hata sasa hivi wanapanga labda waone namna ya kuingilia baraza kuu la chama, walete fedha, walete mazingira ya aina hiyo. Haiwezekani, Chadema ishavuka level hii. Lakini Heche, hoja ya wewe kutumia fedha za tone kwa maslahi binafsi, yes, ni kama hujawahi kuijibu kwa uzito na pengine kueleza wazi kwa ushahidi, yes, ni kwamba uhusiki. Kwa nini una kigugumizi kwenye hii hoja? Wewe ni mwandishi ambaye ni senior, you know, he who alleges has the burden to prove. Wewe unayetuhumu una wajibu wa kuthibitisha tuhuma zako. Kienda mahakamani uende kupeleka hearsays. Sitaki kuijibu kwa sababu wanachotaka ni kwamba nikijibu nitoke kwenye hoja ya kushambulia serikali, nije hapa mtu aje na ushahidi, alafu mimi nitajibu kwamba Heche umepewa milioni 100 ngapi kwenye akaunti hii, au siku fulani, tarehe fulani, mtu fulani alikupa hela. Huyu mtu ameproof. Lakini hivi mtu akianza, sikiliza bwana Rambati, huko sitaenda. Hivi mimi nikianza kusema wewe ni mwanamke, unavua nguo hapa kunionyesha nani yako? Si unajua wewe ni mwanaume, unapotezea tu. Kwa sababu anachotaka sometimes akuprovoke, uvue nguo, uoneshe vitu vyako hapa, watu waseme huyu mtu ni mwendawazimu. Mpaka mtu aanze kuniita mwanamke, manake nimeonyesha viashiria vya kike. Labda. Kwa manake pengine wewe umeonyesha viashiria. Kuna mwingine anaweza kufanya provocation. Pengine umeonyesha viashiria vya kupokea pesa za tone. Inaweza sio kwa njia ya benki. Come with the proof. Inawezekana umepokea cash kwa mtu pembeni, na mambo mengine kama hayo. Come with the proof. Come with the proof. Okay. Njoo na proof. Mimi napenda mimi ni mtu ambaye nahubiri uadilifu. Ndio. Sana. Maisha yangu yote nikiwa bungeni,
nikiwa wapi, nikiwa diwani, ni mtu napigania kwa sababu najua namna rushwa na uongozi mbovu umeharibu nchi. Mzee, hii nchi ni tajiri. Hii nchi nikisema inapaswa kuwa mbele ya Singapore, inapaswa kuwa mbele. Hii ni nchi inapaswa kuwa inatoa misaada Afrika. Sisi sio watu wa kwenda kupiga magoti tunaomba hela kutoka China. Sisi sio watu ambao tunashindwa kufandi budget ya trilioni 60. Ukiangalia tu hata level ya watalii ambao tungeweza kuingiza kwa nchi, tunapata hizo trilioni 60 kwa utalii tu. Acha madini, acha misitu, acha vitu vingine vyote. Tuko hapa kwa sababu ya uongozi mbovu na corruption ambayo imetusababishia matatizo. Kwa hiyo mimi napiga vita rushwa kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo mtu yoyote anayegusa swala la rushwa aje na hivi, kama chama hiki hakina hata senti moja, hiyo hela mimi natoa. Kwanza tunapaswa kupongezwa, tunaendesha chama hakina hata ruzuku hata shilingi 100 na kinaenda mzee. Na tulisema kitaenda. Mheshimiwa Makamu Samani, tunaomba dakika chache tutarejea, uweke nukta tu hapo, tutakuja kuendelea kujadili mengi zaidi. Mtazamaji, kumbuka kwamba tuko na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche ambaye tunazungumza naye hapa asubuhi ya leo, na bila shaka mengi zaidi umejifunza kutoka kwake. Lakini kwanza tukalipe bill, afu tutarejea hapa na mazungumzo yetu. Bado tuko na wewe mpaka saa 4 kamili asubuhi. Na tunapigania story, tunajadili masuala mbalimbali ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, lakini pia tunajifunza kusikia kutoka kwake, tunajikumbusha masuala mengineyo muhimu ambayo hatupaswi kuyaacha nyuma. Sasa hapa mwanzoni nilikuwa na mwenzangu Daktari Samsa Sali pamoja naye Ladislaus Lambert, lakini awamu ya pili kidogo tumeshift, tumebadilika. Ninaye Farhani Kiham na my brother PJ Paul James. Karibuni sana ndugu zangu. Asante, shukrani. Sisi tunaendelea na mazungumzo na makamu mwenyekiti hapa. Nadhani huko mlikuwa mnajaribu kufuatilia kwa kinagaubaga kujua anachokizungumza. Yes. Na amezungumza mengi kwa kweli, ambayo yanatafakarisha pia, yanachangamsha akili, yanafanya tufikirie mara mbili, au sio? Kweli, Jumatatu ya leo nzuri sana. Ni Jumatatu nzuri sana. Yeah. Na wanatimiza siku 572 siku hii ya leo. Sasa makamu, karibu, nimewakaribisha wenzangu tuweze kuwa nao. Tunaendelea na mazungumzo yetu. Natamani kufahamu kusikia kwako Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti. Mbinu yenu ya mabadiliko ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema bado ni ile au ni ipi? Tunaweza tukisema ni kuelekea kwenye masuala ya maandamano barabarani au mabadiliko kupitia mazungumzo ya mezani, kukaa na kujadili? Kwanza nataka niondoe notion ya watu kucriminalize, kufanya swala la maandamano lionekane kama ni swala la jinai. Criminal ndio jinai, sio? Maandamano ni haki ambayo imetolewa kwa mujibu wa katiba yetu. Watu kudemonstrate, kupeleka hisia zao. Lakini kwa sababu sasa serikali nyingi sio legitimate, hazijachaguliwa, zinaogopa wananchi, zinaogopa kuona wananchi wanatoa hisia zao hadharani. Na ndio maana swala la maandamano likiwa mentioned kwenye nchi hii limejengewa taswira kana kwamba ni jambo baya sana. Na ujue mimi ni mwalimu wa psychology. Kisaikolojia hata jambo halisi au mwizi akiwa naiba, mara ya kwanza conscious yake, ile dhamiri inamwambia nimefanya jambo baya. Akirudia mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, inakuwa sehemu ya maisha yake. Wakati anaenda kuiba anaona anaenda kazini tu. Yaani anaona anaenda kufanya jambo sahihi. Wewe unayemzuia, wewe ndiye anakuona unamkosea. Sasa kitendo hiki cha kuwa kila siku maandamano yanakuwa criminalized, yanafanywa kama ni jambo baya, wanataka mpaka vichwa vya Watanzania viamini kwamba maandamano ni matatizo, maandamano ni vurugu, maandamano ni shida. Sisi tumeandamana hapa miaka ya nyuma iliyopita, maandamano makubwa sana. Tuliandamana maandamano ya kupinga Dowans wakati wa Kikwete, malipo ya Dowans, hakuna hata nzi aliyekufa. Tumeandamana juzi hapa na kipindi cha mwenyekiti Mboya hapa, hakuna hata sisimizi aliyekanyagwa. Maandamano yanaanza kuwa na matatizo pale ambapo vyombo vya dola vinaanza kutumia nguvu kupinga haki ya wananchi, na wananchi wana haki ya kuidai kwa njia zozote, kwa sababu ndio supreme organ kwenye nchi. Wananchi ndio wenye mamlaka yote. Kwa hiyo wakiona kikundi cha watu kinachojiita serikali kinawazuia kudai haki yao, wana haki ya kulazimisha hiyo haki. Kwa hiyo nataka niseme tutatumia mbinu zote. Sisi ndio tulikuwa wa kwanza kabla hata ya uchaguzi kusema kwamba nchi hii watu wanapaswa kuja mezani wazungumze.
watafute maridhiano, watafute sheria, wafanye reforms. Ndio maana tukasema no reforms no election, kwamba watawala wasikilize, walete watu pamoja, wafanye reforms, twende kwenye uchaguzi. Si tunataka uchaguzi. Mimi nataka kuwa mbunge na jimbo zuri, Lissu anataka kuwa rais, watu wengine wote wanataka kuwa wabunge. Tuna watu wana aspirations za kuwa wabunge. Sasa tukaomba haya mambo, they never listened, hawakutusikiliza, wakaenda wakafanya walioyafanya. Kwa sasa tumeweka condition, tumeweka preconditions, na tuna maana kwa sababu mimi nilikuwa miongoni mwa watu waliokuwa watano tu kwenye mazungumzo yaliyofanywa na CCM na sisi mwaka 2022 baada ya mwenyekiti Mbowe kukamatwa akakaa gerezani kwa miezi 8. Tulifanya mazungumzo na CCM, na juzi nimesema kati ya jambo ambalo tunajutia au makosa ambayo tumefanya ni kuwaamini CCM wakati hawaaminiki. Tulikwenda Ikulu, tulikutana na rais wa wakati wa Samia Suluhu Hassan. Alizungumza kwa hisia na kwa uchungu kwamba wote tumeumia, nchi ya kwetu wote tuilete pamoja. Katika kipindi changu sitakubali mtu aonewe, tutakwenda kwenye uchaguzi huru na tena. Akawa anasema mtu anaibaje uchaguzi wa kitongoji, anashangaa. Kwa hiyo tukamwamini, tukakaa naye, ikaundwa timu ya CCM ya watu watano iliongozwa na makamu mwenyekiti Abdurahimani Kinana, na unakumbuka alienda hata kuzungumza na ACT pale Mlimani City kwenye mkutano wao, akasema ni haki ya wapinzani kuwa na doubt, kwa sababu mtu aking'atwa na nyoka hata ujani ukimgusa anapaswa kuogopa. Akasema huko nyuma uchaguzi umeibiwa, kwa hiyo ninajua hisia zenu, lakini chini ya Samia Suluhu Hassan hakitatokea kitu kama hicho. Tumeenda kwenye uchaguzi wa 2024 wa vitongoji. Tuliishia wapi? Chadema waliondolewa mpaka wagombea mwalimu wa shule ya msingi Rabwol mstaafu pale Rorya, ana degree, amekuwa mwalimu miaka 28, aliambiwa ajui kusoma na kuandika, lakini mtu wa CCM wa darasa la pili anajua kusoma na kuandika kuliko wa Chadema mwenye degree. Mwalimu mstaafu anagombea kijiji. Hapa Manyoni ameuawa, mtu amepigwa risasi na mke wake alikuja akasema pigwa na askari magereza kwenye uchaguzi wa vitongoji. Wameondolewa wagombea wa Chadema 70% kabla uchaguzi haujaanza. Kwa ninachotaka kusema ni nini? Aina yoyote ya mazungumzo tumeiwekea conditions kwamba mazungumzo yoyote hayatatokea moja, kwanza mwenyekiti wetu akiwa ndani. Hilo hata wafanye nini, watumie mbinu gani, wasukume nani, hakuna mazungumzo tutafanya na CCM bila mwenyekiti kuwa nje. Cha pili, hakuna aina yoyote ya mazungumzo itaendelea bila mediator, imminent person. Tutafute watu imminent. Na ndio hivyo, kama unataka kumaliza haya matatizo, waje walete pande mbili zinazogongana pamoja. Mediator makamu ulikuwa unatamani awe nani, kutoka nchi hii ama kutoka nje ya nchi? Hata nchi kuna watu wazuri tu ambao wanaaminika, ambao wanaweza kuaminika na both sides. Mediator atachaguliwa na nani? Tutakubaliana. Ikitokea serikali imemleta kabana, huyu ndo atakuwa katikati yetu sisi na ninyi, mtaridhia? Kama ni mtu anaaminika, we have no problem. Okay. Tunajua track record yake, tunajua sio mtu mwenye upendeleo. Sisi amlete nani, ili mradi ni mtu ambaye ana track record inayoaminika, ni mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kuenforce jambo kwamba tumekubaliana hili lazima lifanyike. Kwa sababu mnaweza mkaletwa na mtu ambaye hana power ya kulazimisha upande mwingine utekeleze yale mliokubaliana. Kwa sababu what happened kwenye mazungumzo yetu, tulikuwa tunazungumzishwa tu madai yetu yanazungumzishwa tu. Kwa mfano, tulipoenda Ikulu mara ya kwanza, tuliambiwa wale watu waliokuwa naitwa COVID-19 ambao ni wabunge waliojiteua kinyume cha utaratibu wa katiba ya chama chetu, wakaenda bungeni, watatoka bungeni. Lakini ilichukua miaka yote mpaka wakamaliza ubunge bila kutoka, tangu 2022. Kuna wasiwasi wa unaona. Cha pili, mikutano ya hadhara tumeanza kufanya tangu mwaka 1992, tangu vyama vya siasa vilipoanza. Magufuli alizuia mikutano ya hadhara kibabe, kidikteta, bila kufuata utaratibu wa kisheria, impunity. Tumeenda Ikulu tukakubaliana kwamba hili ni jambo la kwanza nalo, kwa sababu hili halihitaji kutungiwa sheria, linahitaji kauli ya mtu mwenye dhamira kwamba anataka kuleta watu pamoja. Futa hilo zuio. Ilichukua mwaka 1.5 kuja kufungua mikutano ya hadhara.
Sasa inakuambia nini? Kwamba CCM hawana dhamira na haya mambo, na wanaongozwa zaidi na hofu kwamba mazingira yakiwa free na fair hawawezi kushinda uchaguzi. Kwa ndio kitu ambacho kila wanapokuja kuzungumza na mtu kinakuwa at the back of their mind kwamba tukiruhusu mpira ukachezwa fairly tumeenda nyumbani. Na kwani nchi ni ya kwao? Kwani lazima waongoze wao? Kama wananchi wameamua, shida ni nini? Kwa hiyo tutatumia mbinu zote, mazungumzo. Ikifika sehemu hawatusikilizi, tutaitisha maandamano. Kuna kitu nimekusikiza makamu mwenyekiti, umezungumza kwamba kuna conditions ambazo mmeweka, yes, ili tuende katika hatufanyi mazungumzo bila mwenyekiti kuwa nje. Yes. Naamini Chadema ni waumini wa utawala wa sheria. Yes. Mheshimiwa Lissu yupo katika mikono ya sheria, mahakama. Vipi kama kesi yake haijaisha? Nini ambacho kinatakiwa kufanyika? Serikali labda wanahitaji mzungumze, yes, wanahitaji mweke tofauti zenu pembeni na kila kitu kiende sawa. Lakini labda mahakama yenyewe kama muhimili inaendelea na kesi yake na Mheshimiwa Lissu, na wanaona kwamba bado hajafikia hitimisho la kutoa haki. Yes. Maana yake ni kwamba hamtozungumza na serikali mpaka atoke, ama mridhiane kwamba labda serikali ama mkurugenzi wa mashtaka aseme kama kuna namna ambayo mnahitaji aseme kwamba sitaki kuendelea na kesi, au ndio hicho mnachokihitaji ili mkae mzungumze? Cha kwanza, hii kesi ni ya uongo. Kila mtu anajua ni kesi ya kisiasa. Ukisikiliza mashahidi, ukisikiliza kila kitu, ukisikiliza wenyewe walioifungua, kila kitu kinaonyesha kabisa ni ya uongo. Ukiangalia delays, kwa sababu mind you Farihani, hii kesi ndio kesi pekee ambayo iko kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kesi kubwa. Unajua uhaini ni mtu anayetaka kumuua rais au amemuua rais, mtu anataka kumuua waziri mkuu au amemuua waziri mkuu, mtu anataka kumuua makamu wa rais au amemuua makamu wa rais, mtu anataka kumuua spika au amemuua spika au jaji mkuu. Mtu anataka kupindua nchi. Kwa ni kesi kubwa. Hii ni kesi ambayo imefunguliwa na jamhuri. Jamhuri ni nani? Ni sisi wote against Tundu Lissu. Kwa ni kesi ambayo kama ni kesi kweli na ushahidi, hii ni kesi inapaswa kushughulikiwa haraka ishi. Lakini angalia wewe, watu walikata rufaa kwenye vitu ambavyo wanajua kabisa vinaitwa kisheria interlocutories, ni hoja ambazo uzikatii rufaa. Lakini wanajua ikienda mahakama ya rufaa itachukua miezi mingine 4-5, mtu yuko ndani. Wamekata rufaa mwezi wa pili, Lissu amekaa mwezi wa pili mpaka mwezi wa 8 ndio amekuja kuitwa mahakamani. Kwa hiyo wamevuta tena miezi mingine 6 pale, mtu yuko ndani. Inakuambia kabisa kwamba ni kesi ambayo ni ya uongo. Lakini cha pili, mimi huwa napenda kutolea mfano nchi zilizopita kwenye matatizo kama ya kwetu. Afrika Kusini ilipita hapa. Ukaburu ndio exactly wanachofanya CCM sasa hivi. CCM wanafanya mambo ya kikaburu yaliyofanywa na wazungu. Tofauti yao na dora yao ni kwamba wao ni weusi wenzetu, wale walikuwa weupe, labda ndio maana watu wanaona ni kelele zaidi. Watu wanateswa kama makaburu walivyokuwa wanatesa watu. Watu wanapotezwa kama walivyokuwa wanapotezwa. Wakina Steve Biko, wakina nani wameuawa hivi kama alivyouawa Kibao. Steve Biko alishushwa kwenye gari, akaenda akauawa, akatobolewa macho, kupoteza ushahidi. Ali Kibao wa Chadema ameshushwa kwenye gari, akauawa, akatobolewa macho kama alivyouawa Steve Biko. What is the difference? Kwa napenda kutoa mfano ya Afrika Kusini sana. Walitokaje hapa? Kesi ya kina Mandela ilikuwa ni kesi halisi. Wakina Mandela hata hawakuonewa kama Lissu. Wakina Mandela waliunda kitu kinaitwa Umkhonto wa Sizwe. Jeshi kabisa. Lilikuwa trendi hapa Mazimbu, Morogoro, pale Dodoma, Kongwa. Waliweka kambi pale. Walikuwa na broadcast, walikuwa na maredio na broadcast kutoka huko. Walikuwa na recruit wanajeshi kutoka Afrika Kusini. HTVC intelligent camera is specially designed for 24-hour. Mind you, ili kwa serikali kama inavyojiona hii ya CCM kwamba ni serikali halali. Kwa Mandela alipokamatwa, alikamatwa red handed na utafiti na jeshi, na ukisikiliza Livonia trial mpaka wanafika mwisho, actually walikuwa wao convicted kunyongwa. Sheria inataka wanyongwe, lakini pressure ya nje na maandamano na nini ndio vilisababisha wakapewa kifungo cha maisha. Lakini
kesi yao iliendeshwa vizuri kuliko ya Lissu hii. Sawa sawa. Kwa sababu mpaka ilikuwa inakuwa televised, broadcasted live, wananchi hawakupigwa pale mahakamani, walisikiza kwa sababu wale jamaa walifanya utafiti, walikuwa na ushahidi wote. Lakini what happened? Ninamalizia swali lako. Serikali ilipoona kwamba hili jambo pamoja na kwamba ni jambo halisi lakini linagawa nchi, waliliachia. Sembuse jambo la uongo hili. Juzi Mzee Raila Odinga umechaguliwa uongozi wa nchi Kenya. Juzi ametangazwa Rais Kenyatta na makamu wake Ruto wameapishwa. Akaenda kwenye uwanja akajiapisha. Ile ni treason ya wazi. Amejiapisha, alishtakiwa. Busara. Leo hili jambo la Lissu linagawa hii nchi into pieces. Linaharibu uchumi wetu kwa sababu mataifa ya nje yanaona kabisa ni uonevu. Sisi wote ndani tunaona ni uonevu. Sisi wote sasa, sisi tunaendaje kwenye mazungumzo wakati mwenyekiti wetu anaonewa, anatumika kama bargaining chip? Yaani kwamba sisi tuende tukazungumze nao wamwachie mwenyekiti. No, wamwachie, kama kuna mazungumzo tufanye nao. Otherwise tukikubali kwenda kuzungumza nao ili wamwachie, hiyo ni blackmailing. Na ndicho wanachofanya hata kwa wanachama wetu. Wanakamata wanachama wetu, wanawapa kesi, wanakamata viongozi, wanawapa kesi, kutengeneza internal pressure ili tupige magoti tukubaliane na wanachokubali. Sisi tumesema hata kibaki mtu mmoja, hata nikikamatwa mimi, wanachama wa Chadema wasiende kupiga magoti ili niachiwe. Kama ninakosa basi nifungwe kwa hilo kosa. Sawa, makamu mwenyekiti Heche, kwa hayo unayozungumza kwa muktadha ambao pia unalenga katika swali la ndugu yangu hapa, mdogo wangu Falhan, kwamba mahakama ni muhimili ambao unajitegemea na unabidi uheshimiwe. Yes. Vipi kama swala hili litakwenda muda mrefu, mkakati wa kisiasa wa Chadema ukoje? Na pengine hatima ya Tanzania unaiona wapi? Kwa sababu kama maridhiano yatashindikana, kama ulivyozungumza, ni kwamba mahakama yenyewe inaendelea na mchakato wake kama kawaida, kwa sababu ni kazi zao na lazima wawajibike kwa hilo. Unafikiri chama kama chama sasa, maana na nyinyi mna katiba yenu pia ambayo inaangalia uongozi na vitu kama hivyo, amekaa miaka miwili mitatu, tayari muda wenu wa kuondoka madarakani umefika, mkakati wenu wa kisiasa kwa muda mrefu ukoje endapo swala hili litachelewa kupata mwafaka? Tutaendelea kufanya kazi. Kwanza kuna kitu kimoja PJ nataka nikwambie ambacho pia nitumie nafasi hii wa Tanzania kujua. Mahakama haijamshtaki Lissu. Wanaomshtaki Lissu ni serikali, ni CCM na serikali yake kwa hofu. Mind you, Lissu huyu alipigwa risasi. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba kuna trend ya serikali hii kumwandama, kutaka kumdhuru, kutaka kumuua, na sasa imemshtaki. Sio jambo moja limefanyika in isolation. Lissu amekamatwa huko nyuma mara nyingi. Mwisho wa siku walipoona hawezi kumfunga wakampiga risasi. Mwisho wa siku wamemfungulia kesi kubwa kuliko zote. Kwa hiyo wanaomshtaki serikali sio mahakama. Wanaomshtaki Lissu sio mahakama, ni serikali kupitia DPP. DPP ana uwezo hata leo sasa hivi tunaenda kwenye kesi pale akapeleka kitu kinaitwa nore prosecute. Mahakama haitamng'ang'ania, kesi imeisha. Walimshtaki Mbowe hivi wakakaa naye miezi 8. Kwa nini mahakama ilimuondoa? Mbona hawakusema kipindi kile wanaingilia mahakama? Kuna kesi ngapi ambazo wanaziondoa leo, wanasema serikali haina dhamira ya kuendelea nazo, serikali imeona iziachie? Ni ngapi? Maelfu ya kesi every day. Mbona hawasemi kwamba mahakama inaingiliwa? Kwa kuondoa kesi mahakamani, jambo la kwanza ieleweke ni swala la serikali. Alafu cha pili ni kesi ya kisiasa. Sasa mkakati wetu wa kuendelea na nani? We keep on pushing. Tutapambana tu. Hakuna kurudi nyuma. Hata ikichukua Afrika Kusini watu walichukua miaka 27. Eventually walishinda. Tunachotaka ni katiba mpya, tunachotaka ni Lissu aachiwe. Hata piga magoti na Chadema na watu maelfu. Tutaendelea tu na mapambano haya, tutaendelea kuzungumza na wananchi, tutaendelea kumobilize wananchi, na tutachukua hatua kwa hatua. Tutafanya mikutano ya hadhara, tutashinikiza, wasipotusikiza tutaenda kwenye hatua nyingine ikiwemo maandamano. Tumesema wazi kwamba tutapiga magoti, tulale, tuseme sasa tumeshindwa, tunyanyue mikono. Hiyo haitajitokeza. Na uongozi unaendelea. Uongozi unaendelea, unafanya kazi. Na kama wataendelea kumshikilia wakitegemea labda anaweza hata akachaguliwa akawa re-elected akiwa ndani. Lissu amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa IDU
International Democratic Union duniani akiwa gerezani. Si unajua ni makamu mwenyekiti wa IDU sahihi, amechaguliwa akiwa gerezani kwa sababu ya track record yake. Sisi pale Tarime kuna diwani anaitwa Tengera Marwa, alikamatwa akafunguliwa kesi ya mauaji, tukampelekea fomu akajaza akiwa mahabusu na akashinda udiwani akiwa mahabusu. Ametoka miaka 2 baadaye akiwa diwani. Kwa wananchi wanaelewa kama kutahitajika re-election na mwenyekiti ana dhamira, ametuambia tutamjazishia fomu, tutampelekea na atagombea akiwa huko. Watu wengi wamekuwa kutaja Mheshimiwa Heche kusikia tu kwamba unafaidika kisiasa kwa Mheshimiwa Lissu kukaa ndani. Ngine maneno ya pembeni unadai kwamba unatamani Mheshimiwa Lissu endelee kukaa kizuizini kwa sababu wewe kwako imekuwa na faida kubwa sana. Pengine ningetaka kufahamu, sitaki ujibie kwamba unafaidika ufaidike, jitihada zako binafsi. Kuna jitihada za chama, jitihada za John Heche kama rafiki wa mwenyekiti, John Heche kama rafiki sasa, kwamba rafiki yangu yuko ndani ama kaka yangu yuko ndani, ana familia, ukiachana na movement za kisiasa. Jitihada zako binafsi, labda kuna mwingine akasema kwamba okay, wanataka serikali imwachie Lissu. Kisa serikali itajadiliana na nani ili imwachie? Wanamwachiaje? Umewahi labda kuzungumza nao personally kwa bana, shida nini? Kwa nini hatuwezi kumwachia na tukakaa mezani tukazungumza? Ukiacha sasa na chama, zungumzia Heche kama rafiki, Heche kama baba, kaka, vitu kama hivyo. Kwanza Kihamu, ni nonsense mtu kusema kitu kama hivi. Yaani mpaka unajiuliza hivi watu wanafikiria hivi ninavyofikiria au wanafikiria kwa kurudi nyuma? Yaani mimi nafaidikaje na Lissu kuwa ndani? Anayefaidika na Lissu kuwa ndani ni yule aliyemkamata. Ndio anafaidika. Mind you, Lissu alipigwa risasi, nimesema hapa. Waliokuwa wanataka kumuua Lissu ndio wanajua faida watakayoipata wakimuua. Watafanya siasa bila mpinzani formidable kama Tundu, ambaye mimi namheshimu sana. Na sio tu jana. He knows that. Hao ndio wananufaika naye. Wanaonufaika naye kuwa ndani ni wale wenye kesi, wanaolipa mawakili wanaokwenda kuprosecute kesi. Ni serikali ya CCM nzima na viongozi wake wanaoogopa kushindana naye. Mimi sishindani na Tundu kwenye jambo lolote. Lakini cha tatu nilisema juzi, kama nanufaika na hii kesi, wangemwachia ili hayo manufaa yaondoke kwangu, yaende kwake. Manufaa gani yani ya kuongoza chama cha upinzani kwenye nchi ambayo ni ya kidikteta kama ya kwetu? Muda wote nakaa, familia yangu iko kwenye matatizo, mimi mwenyewe nawindwa. Yani ni manufaa gani mimi napata? I'm pushing kwa sababu najua nikirudi nyuma tutawanufaisha hao watu. Ndio maana tumekataa kupiga magoti. Sasa jitihada tumefanya. Siwezi kudisclose baadhi ya vitu. Mimi nimeongea na wazee wengi tu kwenye nchi. Mwambie Samia mwachie Tundu. Tumefanya hivyo kabisa. Mimi nimepigiwa simu na baadhi ya watu nikawaambia masharti yetu ni haya, ni masharti ambayo ni sahihi kabisa na ni halisi, mwachieni. Na ndio msimamo wake mwenyewe. Lakini unafikiri tumeonana na mwenyekiti juzi, alizungumza. Tumekwenda gerezani, tumeonana naye katika attempt ya kumfanya aachiwe. Unanielewa vizuri? Lakini kwa sababu hawa watu wanataka mpaka to bend, na sisi hatuta bend. Sio mimi tu, yeye mwenyewe hawezi kubend. Yeye mwenyewe wamemfuata kumshawishi, amewaambia this is a no go zone. Kuna maeneo sisi hatuwezi kwenda. Mtu hawezi kukukamata akakwambia bana na kuweka ndani, lakini sharti la kukuachia ni lale na mke wako. Kama ni mwanaume halisi utasema niulie humu urare naye nikiwa sipo sioni. Unanielewa? Kuna masharti ambayo mtu akikupa unamwambia fanya unachotaka. That is this. Ndio hapo tulipo, kwamba kuna masharti mtu akikuletea sisi, mimi, chama chetu, mwenyekiti wetu, kuna masharti ukituletea atakwambia fanya unachotaka. Kwa sababu after all sisi wote ni binadamu. Yes. Unavompima Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na nikirifaa mazungumzo ambayo mliyafanya, mlisema ulikuwa katika ile cabinet ya watu watano ambao mlikaa naye Mheshimiwa akasema bana, mwenye spendi watu wafanyiwe hivi, tukae tulete nchi pamoja na vitu kama hivyo. Unahisi kuna watu ambao wako nje pengine ya matakwa
na ridhaa ya mama kuhusiana na jambo hili, ambao ndio wanashinikiza pengine Lissu asitoke, lakini mama yuko huru kutoa uamuzi wa mwisho. Mimi sitaki kuamini hiyo. Watu wao wanasema hivyo kutaka kushift blame. Wazungu wanasema the buck stops with you. Aliandika hivyo rais wa Marekani kwamba the buck stops here. Nafikiri ni Franklin Delano Roosevelt. Kwamba uongozi ukifanya makosa, mtu ambaye anawajibika namba moja ni wewe. Yaani unawezaje ukasema umepotoshwa, ukaambiwa kumkamata kiongozi mkuu wa upinzani ambao unashindana naye, ukakaa naye mwaka 1.5, mwaka wa uchaguzi, kwamba husikii hayo, uelewi huyu mtu afya yake inazidi kudeteriorate. Lissu alikuwa anazunguka mle ndani anafanya mazoezi, anazunguka mara 50. Baadaye hipu yake imezidi kuuma, sasa hivi amezunguka mara 20. Wiki hii wamemzuia kabisa, hawezi kutembea. Hata akija pale anatembea kwa kuchechemea, kwa sababu ile hipu ambapo alipigwa vikawekwa vyuma huwa anaenda kurekebishwa na kupewa matibabu zaidi. Sasa ni mwaka 1 na kitu. Sasa wewe hujui kwamba kiongozi huyu ikitokea amepata shida ukiwa naye, unawaambiaje Watanzania? Watanzania ambao wanajua na wanaamini kwamba unamuonea, utawaambiaje? Kwamba mchukueni tu mkamrazi? Inawezekana hiyo? Si unataka kuleta matatizo kwenye nchi? Tukisema hayo wanasema sisi tunachochea. No, tunasema tu ukweli. Mimi sitaki kuamini makosa yanayofanyika anayajua, kwa sababu kwa mfano PJ, unajua kosa ambalo Watanzania mnafanya ni kuona kwamba kiongozi akikosolewa ni makosa makubwa sana. Kwanza mimi nataka niseme mbele yenu, sina tatizo lolote na Samia Suluhu Hassan as a person, kama mtu. I have no any problem na yeye. Sina shida na familia yake, sina shida na mheshimu, ni binadamu, anaweza kuwa na mambo mengine. Nina shida na namna ya uongozi wake. Ndio tatizo tulilonalo, na sisi tunataka kubadilisha kidemokrasia. Sisi hatujataka kuingia polini kuchukua bunduki, hatujataka kuwa na vikosi vya kupigana polini. Tunataka kubadilisha nchi hii kidemokrasia. Sasa makosa yanayotokea, kwa mfano utaratibu wa ndani ya CCM, chukua kanuni za CCM zenyewe za uchaguzi, chukua katiba yao inasemaje kwamba mtu anakuwaje mgombea wa ubunge wa CCM au rais. Inatangazwa nafasi, unachukua fomu, hiyo ni katiba yao, unarudisha fomu, alafu inafanywa hivyo baada ya bunge kuvunjwa. Lakini yeye ameingiaje? Kabla hata bunge halijavunjwa, mwezi wa kwanza wameenda kwenye mkutano mkuu maalum, ulikuwa na agenda 4: kupitisha Irani, kumchagua Wasira, kufanya tathmini ya utekelezaji wa Irani. Ghafla tu inaibuka uchaguzi, unafungia watu wote nje, na msajili yupo. Msajili ndio anapaswa kusimamia hivi vyama. Msajili said nothing, hakusema chochote kwamba mmevunja katiba yenu, chaguzi hazijatangazwa, hamja nani. Wakaenda tena, watu wameshachukua fomu, wamerudisha. Unakumbuka kanuni za CCM zilifanywa marekebisho katikati ya game. Yaani mechi inachezwa Simba na Yanga, refa anapuliza kipenga, tupumzike kwanza, subiri kwanza, alafu tunabadili sheria namba 17 tunaiondoa, tunaweka nyingine. Haya, tuendelee. Ulichowahi kuona wapi hiyo? Katikati ya mchezo. Kwa hiyo wakasimama, wakabadilisha kanuni. Watu walichochukua fomu wamesharudisha fomu, wanaenda kwenye kupigiwa kura za maoni, wakabadilisha kanuni katikati ya mchezo, tena wakaibadilisha kidigitali. Haya, tuendelee sasa. Wakapitisha si wagombea. Kwa mimi naamini hivi vitu vinafanyika deliberately. Ilikuwa ni mahesabu. Tutafanya hivi ndani ya CCM, tutachezea watu mitama. Baadaye kumaliza ndani ya CCM akasema tumeshapitisha, sasa tunaenda kukabiliana na Tundu. Tunamwezaje? Tumkamate, tumweke ndani. That's what happened. Kwa mimi nafikiri ni mchezo uliopangwa, anaujua, na ni kuwa binadamu tu. Mwaka 1 na kitu inatosha. Amwachie Lissu. Kama ni uongozi umeshachukua, umejitangaza kila kitu, mwachie Lissu arudi barabarani. Makamu, kuna kitu kimoja hapa nimeona, tukitoka hapo kidogo naona umetrend siku kama 2-3 umetrend sana kuhusiana na ulipokuwa kwenye jukwaa nadhani la vijana wa Chadema Dodoma kule. Ulizungumzia swala la michezo. Ulitaja usajili wa Yanga kama vile watu wamesajili ili kuwapumbaza wananchi.
na Chadema kama sikoseshai kuandika barua kwenda FIFA, msema mtaandika barua kwenda FIFA kwa klabu ya mpira imechangia Chama cha Mapinduzi kuelekea kwenye uchaguzi. Notion iliyoko nje, makamu mwenyekiti, ni kama Chadema wana vita binafsi na michezo, Chadema wana changamoto binafsi na mpira wa miguu. Wengine wanahoji kwamba mwenyekiti anasema kwamba wamesajili kwa sababu kuzima ajenda kadhaa, lakini huu ni muda wa usajili, klabu hasitakiwi kusajili. Watu wamekuwa wakiuliza hayo maswali. Hii imejenga hofu kama Chadema ikitokea mmeshika dola, manake kwamba michezo na mpira miguu utapitia wakati mgumu. Na wengine wamekuwa wakiuliza kwamba mbona wao wanaenda kwenye majukwaa ya burudani na muziki, kwa nini sisi katika furaha yetu wanatuzuia? Hapa ikoje makamu mwenyekiti kuhusiana na swala lenu dhidi ya football? Umeona kama ikitumika kama propaganda? Yes, nafikiri ni swali zuri na nimefurahi umeniuliza. Nilitaka namna ya kulifafanua. Kwanza ni uongo kwamba nimezungumzia usajili wa Yanga specifically kama Yanga. Lakini cha pili ni kwamba nataka niwaambie watu, mimi ni mtu wa michezo sana, na mchezaji, mtu anayependa michezo, mtu anayependa mwanachama wa Simba kwa kadi, mwanachama wa Arsenal, shabiki wa Arsenal ambaye ana kadi ya Arsenal. Kwa mimi ni mtu wa michezo kweli kweli. Yaani Arsenal inacheza hadi mpaka huwa na vibrate kwa hofu zile ambapo kama tukifungwa. Sasa kitu ambacho nakataa ni michezo kutumika politically. Lakini cha pili ni kuonesha umuhimu. Kitu nilichokuwa najaribu kufafanua kwenye siku ya vijana, niliwaambia wasikubali michezo kutumika kuwaondoa kwenye reli, kuwaondoa kwenye hoja za msingi za nchi. Kwa sababu Kihamu, nikuulize, hivi siasa ikiharibika kuna michezo kwenye nchi? Kuna. Sasa hivi pale Sudani hapo, nikupe mfano wa jirani tu. Sudani si walikuwa na timu zenye nguvu, tena zenye virabu vina fedha kuliko hata Simba na Yanga hivi. Kuna kilabu fulani ya Sudani ipi ile ambayo ina uwanja mkubwa kama huo wa kwetu hapo wa Taifa? Al Hilal. Sasa leo mpira unachezwa pale. Okay. Kwa maana yangu ni nini? Siasa ndio mama wa kila kitu. Siasa ndio tukiwa hatuna stability kwenye siasa. Wakati turn up the radio so you can hear. Siasa ikiharibika, hakuna mtu ataimba kwaya, hakuna mtu atacheza michezo, hakuna mtu atafanya nini. Kwa tunapopigania siasa ndio ina produce vitu vyote hivi. Siasa ndio itakusababisha uchumi wako. Au nikupe mfano mwingine. Hivi mtu ambaye anaumwa, mtoto wake hawezi kutibiwa, huyo mtu ataangalia mpira? Kwa sababu ameenda Muhimbili, hawezi kupata matibabu anayotakiwa kupata. Kwa siasa ndio inasababisha watu wasipate matibabu. Kwa kipi cha muhimu? Kipi kinaanza kwanza? Hiyo ndio ilikuwa message yangu. Na nikatoa mfano kwamba hivi vilabu vinatumika kisiasa. Hivi ile nikupe mfano, wewe unafuatilia michezo pia. Hivi Arsenal inaweza kwenda kumchangia chama cha Labour Party kinafanya kwenye kampeni ya michango yake? Inawezekana hicho kitu? Au Community Shield imechezwa jana, Arsenal na Man City. Hivi waziri mkuu wa Uingereza ambaye ana nafasi kama ya rais wa hapo kwetu, anaweza kuhamisha wasicheze pale Wembley, akwambia njoo mcheze kwenye kitongoji changu kwa sababu ana shughuli yake binafsi? Hapana. The fact kwamba hivi vilabu vinaweza kuhamishwa kwenda kufanya michezo kwa matakwa ya watu, then they are being used politically. Wewe unakujaje kwenye tamasha la burudani, unakuja kusema mama oye? What is the meaning of that? Unawezaje kwenda kwenye mpira wa Simba na Yanga, watu wamevaa kwenye jezi imeandikwa 5 tena mama? Tukisema wanatumika kisiasa tumekosea nini? Sasa nchi hii, lakini hizo club nyinyi zinawapa nafasi ninyi wapinzani? Labda hatuhitaji hata hiyo nafasi. Tunataka siasa ifanyike kama siasa na mpira ufanyike kama, wafanye professionally. Sisi ni watu ambao tunataka tutaibua vipaji. Kwa sababu bila kuwa na siasa ambayo ni imara, siasa imara ndio inajenga uchumi imara. Uchumi imara ndio unaweza kusababisha tujenge viwanja. Leo tuna viwanja viwili, si vitatu, ndio tunaimba miaka 65. Lakini tulipaswa tuwe na viwanja Mwanza, tulipaswa tuwe na academy everywhere, tuibue vipaji. Lakini kwa sababu vinatumika politically,
politically, ambao sisi hatutaki tuwatumie politically. Tunasema tu Simba na Yanga be neutral, kuwa klabu ya kila mtu, kwa sababu unapochukua shilingi milioni 100 ambao ni mapato kutoka kwa wanachama wako unapelekea CCM. Tundu Lissu mwenyekiti wa Chadema ni mwana Yanga, yeye umemweka wapi sasa? Hera yake ambao labda ametuma message au amenunua jezi amefanya, unapelekea CCM na hizi klabu ambaye ni mpinzani wako. Hapa nyinyi hela hizi klabu hazijawahi kuwachangia, hazijawahi kutupa na hatuhitaji watupe. Okay. Wao Hebu nielewe ninachosema. Nakuelewa. Nachotaka mimi na message yangu ambayo inajaribu kupotoshwa ni kwamba hii michezo na burudani tusikubali wakazitumia kisiasa, kitu ambacho wanafanya. Kama unataka kujenga arena ya mchezo, usije sisi kutuambia siku tumelipa kiingilio chetu, sisi tunataka kusherekea hapa, tule good time, sio kwenye maisha matatizo haya. Tunataka kula good time kwenye ukumbi, unakuja kutuambia mama anatujengea arena. Kaitishe mkutano wa hadhara kule Vingunguti, waambie watu kwamba mama anajenga, sio nini, unanielewa vizuri. Tunapokwenda kwenye Simba na Yanga, usije kutuambia mama oye. Mama oye ni nini? Itisha mkutano wako wa hadhara, sema mama oye hata mara 600. Hakuna atakaye kuquestion. Klabu ikiruhusu ukaja kufanya mama oye, kwa sababu inajidanganya na nguvu, sisi wengine tutasema ukweli. Kama wajinga wachache watatuelewa, wenye akili watatuelewa kwamba tulichosema ni kweli. Barua mliotuma, na sisi hatuogopi kusema ukweli kwa sababu eti watu wengi hawatatuelewa. Ukweli ni ukweli. Hata ngoja nikwambie Faliana, ile si TV ni nini? Ni speaker. Sisi wote tukilazimishwa hapa tukashikiwa bunduki tukasema ile ni gari, itageuka kuwa gari? Hata kama wote tutasema ile ni gari, itabaki tu ni speaker. Kwa hiyo hata kama watu wote hawatatuelewa ukweli tuliosema, lakini kama ni ukweli tutausema tu bila kujali. Na ile barua mliotuma FIFA kuhusu Yanga kuchangia sisi, tuliandika. Yes, tuliandika. Walijibu na watu wa Yanga wanajua what happened. Walijibu, waliambiwaje FIFA? I don't know waliwajibu nini, lakini sisi tulilalamika. Tuliletewa majibu kwamba wanashughulikia. Okay. Ni kitu ambacho hata juzi tumesema kwamba hawa jamaa wanatangaza kwamba kuna magaidi na wanahalika watu. Hizi barua tutaziandika, sio kwamba hatuandiki. Mtawaandikia. Yes, tunaandikia FIFA, tunaandikia CAF kwamba hebu angalieni upya mtazamo wenu na mambo mnayoleta hapa, kwa sababu hao watu wanasema kuna magaidi hapa. Kwamba AFCON isifanyike. Sasa wao wataamua. Lakini kama wanaweza kufanya AFCON kwenye ugaidi wala hiyo sio kosa. Yeah. Ni kweli tu kama serikali inatangaza kuna magaidi 64. Nchi zenye ugaidi unaweza kupeleka mpira ya Asia kule Afghanistan. So watu hawaingii uwanjani, wataona kwamba mtu anaweza kuingia na bomu humo akajilipua na sisi. Kwa hiyo lazima watu wajue implication ya vitu wanavyokuwa wanafanya nini? Wanavifanya. Zamani watu wanapuzia. Yaani unakuta mtu kosa linafanyika kwa sababu tu ya hofu, mtu anasema nikisema hiki watu watanionaje. Uongozi wetu sio watu watatuonaje. Ukweli ni nini? Hii ni rangi nyeusi. Tutasema ni nyeupe. Tutasema ni nyeusi hivyo hivyo. Wanaosema ni nyeupe wajue sio zama hizi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Chadema inajulikana kuwa na msimamo mkali. Unadhani msimamo huu unasaidia kujenga chama au inaenda kufanya kuwatenga na wananchi ambao wamekuwa wakipenda amani na utulivu? Kwanza sisi ndio tunataka amani na utulivu. Yani amani na utulivu haiwezi kujengwa kwa basis ya uongo. Yani hiyo ni temporary amani. Yani ni amani ambayo ni very temporary. Ni kama mtu anakudanganya kwamba kuna amani wakati hakuna haki. Ime trend picha ya kijana mmoja ambaye alikamatwa juzi Arusha. Walikuwa wamepotea njia, wakaingia mbugani, wakateswa sana, mmoja wao amekufa. Umeona hisia za watu wanapozungumza. Haya matukio ya watu kuumizwa na vyombo vya dola, watu kuuawa, watu kutekwa, watu kufanyiwa vitendo vya kinyama kwenye vituo vya polisi na maeneo yanayomilikiwa na vyombo vya dola. Yanajenga, kwa maoni yako, yanajenga utangamano, yanajenga amani au yanajenga chuki? Nataka nikupe mfano ambao utauelewa. Bila shaka mama yake Polepole alikuwa anamuunga mtoto wake mkono. Mimi mamangu ananiunga mkono hapa nilipo. Mamangu
amelazimika kuwa mtu wa Chadema kwa sababu yangu mimi na ndugu zangu baadhi. Ninao of course wengine ambao wako CCM. Sasa yule mama alikuwa CCM na alikuwa anaunga serikali kwa sababu mtoto wake alikuwa CCM, alikuwa barozi, alikuwa DC. Leo mtoto wake ametekwa. Ile familia ya Polepole bado itaendelea kuunga mkono kile chama? Haiwezi, bila shaka. Watu waliouawa, walioumizwa, hata nyie kuna mwenzenu hapa aliuawa. Familia yake inaionaje serikali? Watu waliotekwa juzi, yule kijana aliyeumizwa, hao watu wanaionaje serikali? Sasa hao wanajenga chuki, wanajenga upendo, au wanajenga nini? Sisi tunaosema acha haya matendo, tunasema kwa lugha za wazi. Sisi hatuwezi kutengwa na wananchi. Wananchi wanatuunga mkono zaidi, na wananchi hawatuoni kama chama cha vurugu, wanatuona chama kinachosema ukweli. Watu wanaoonekana vibaya ni hao. Na fuatilia vita kuu ya pili ya dunia, kulikuwa na long term causes, au vita nyingine zote long term causes, sababu za muda mrefu. Watu baada ya vita kwanza ya dunia, Ujerumani ilishushiwa, Deutschmark ilikuwa devaluated, jeshi lao lilikuwa slashed, wakasema waliachiwa manuali 6 tu za kivita, walikuwa na matatizo mengi. Lakini nini kilicho trigger vita kuu ya pili ya dunia? Ni assassination of the Archduke. Sasa kuna sababu za muda mrefu za watu kutekwa, kuumizwa, kufanywa vitendo viovu. Kiongozi wetu mmoja amenipa hiyo masimulizi ya vitu alivyofanyiwa na watu wa dola. Wanamuingizia spoku kwenye sehemu za uume, mateso yale juu, wamepigwa. Yule dada anaitwa Nema Chozaire, amepigwa, hizi nyayo haziwezi kukaa chini. Yaani mtu amekamatwa yuko chini ya ulinzi, anapigwa kiasi kile. Sasa kilichotokea kwa mfano kwa wale vijana, ushuhuda wao umesikika, lakini ni watu wengi wanafanyiwa hivyo, na wale si jeshi usu watakuwa sacrificed kuonesha kwamba tumelifanyia kazi, wale watakamatwa, watawekwa ndani. Lakini kwani ni wao wenyewe? Ni utaratibu wa dola nzima imeshaoza hivyo. Ndio matendo wanayofanyia binadamu. Kwa hiyo yameshakuwa matendo ya dola yote ya CCM. Kukamata watu uko chini ya ulinzi, wanakuvunja miguu, wanakutesa, wanakufanyia vitendo ambavyo ni vya kinyama. Haya matendo yanachochea chuki. Kwa tukichukua msimamo mkali dhidi ya hayo mambo, hatukosei chochote. Kuchukua msimamo mkali dhidi ya matendo yanayoenda kinyume na haki za binadamu ni sahihi kabisa. Asante. Mwenyekiti, naomba tafadhali tuweke tena break fupi, tulipe bili yetu nyingine, alafu tuweze kuendelea na mazungumzo, maana hapa mazungumzo ni moto kweli kweli. Na mtazamaji, kama ambavyo unajua ni Amsha Crew ambayo iko pamoja na wewe kwa maana ya Clouds 360 pamoja na Power Breakfast. Ezra Kaya, wa aliyekuwa mwenyekiti Freeman Mbowe, au kuna mabadiliko yote ambayo amepelekea sasa hivi kuwepo chini ya uongozi wako wewe pamoja na mwenyekiti Tundu Lissu? Kuna mabadiliko yote ambayo hapo? Chadema ni ile ile. Kuna leadership style. Okay. Lakini hatujabadilisha katiba. Style imebadilika. Style ya uongozi inaweza kuwa imebadilika kutokana na kwamba mimi sio Mbowe na Mbowe sio mimi. Lissu sio Mbowe na Mbowe sio Lissu. Kwa hiyo kuna kila mtu ana style yake ya uongozi, lakini within the guidelines. Guidelines ni katiba yetu, inaeleza do's na don't. Ndio. Kipi cha kufanya, vikao vinakaa vipi, nini. Lakini namna ambavyo tuna address labda wananchi, namna tunavyofanya mambo, labda tunavyojiconduct tuko tofauti. Namna tunaweza kuona mambo na kuchukua msimamo hasa yale ya kisera tunatofautiana. Okay. Yes. Vipi makamu mwenyekiti aliyemaliza muda wake, mnazungumza, mnapiga story, mnajadili chama kinaendelea vipi, mazungumzo yapo? Hatuna tatizo lolote na mwenyekiti. Mimi si personally, sina tatizo naye, na sidhani kama ana tatizo na uongozi wetu. Siku akiwa na tatizo atatoka, na siku hiyo tutasema. Na bado ni mjumbe wa kamati kuu. Ni mjumbe wa kamati kuu. Katika hili la Mheshimiwa Lissu, mbona tujaye kumuona hata siku moja pengine kuja mahakamani, au pengine tukasikia bwana mjumbe wa kamati kuu Mzee Mbowe amekutana na John Heche pengine kuhusiana na mazungumzo ambayo pengine anaweza kanusuru pengine hali iliyopo hivi sasa na pengine kushinikiza Lissu atoke. Hatujaye kumuona kokote. Kuna tatizo lolote? Mimi kukutana naye tangu tumefanya uchaguzi nimeshawahi kukutana naye. Tukutana naye nyumbani kwake, tukafanya mazungumzo mazuri tu ya muda mrefu. Lakini kuhusu hilo la Lissu ni vizuri mkamuuliza yeye.
kwamba bana, kwa nini uendi mahakamani, kwa nini hujaenda mahakamani? Hilo siwezi kumjibia mimi. Okay. Sawa, makamu mwenyekiti, hebu tueleze wanachadema ukweli mchungu ambao ungepata nafasi ya kuweza kuelezea sasa hivi. Ni kitu gani ambacho nakiona ni ukweli mchungu katika hizi siku 572 ambazo umefanya kazi, pengine ambazo wao hawajui, hawakielewi, natamani wangekielewa wakajua? Tumepitishwa katika wakati mgumu sana kama uongozi. Tumeshambuliwa sana kabisa, yani kwamba tulipochaguliwa mwenyekiti wetu akakamatwa. Unajua uliposema siku 572 ndio nikakwambia siku kati ya 572 siku 498 mwenyekiti wetu yuko gerezani. Kwa hiyo hata uongozi wake, yani alichaguliwa tu ndani ya miezi miwili akaenda gerezani. Kwa hiyo hata uongozi wake hajai kufanya. Hiyo ni shambulio baya, kwa sababu dira, mwelekeo, mtazamo na nini ulikuwa wa mwenyekiti. Na nafikiri hata waliomkamata walijua mimi I was not prepared for this. Sikuwa nimeandaliwa kwa ajili ya kuja kutake over chama na kuongoza chama. Mimi nilikuwa nimeandaliwa kama msaidizi wa mwenyekiti. Kwa wao walitegemea tutayumba sana. Tunamshukuru Mungu hatujayumba. Lakini cha pili, baada ya hapo tu jaribio la mwanzo la mwenyekiti immediately mwezi wa 6, jaribio la pili la chama kufungiwa siku 309. Kwenye siku 572 toa 309 zinabaki siku ngapi? Ni kama siku 200 na kitu tu. Kwa muda ambao tumefanya kazi tangu tuchaguliwa haijafika mwaka mzima. Na ndio unasikia kelele yote ya CCM. Sisi hatujafanya kazi mwaka mzima hujafika. Kwa hizi hesabu ulizoniambia. Kwa sababu si mwaka una siku 365. Sasa 572 toa 309 ambao tulikuwa tumefungiwa. Tuna siku kama 260 ndio tumefanya kazi. Na ndio unasikia kelele hizi. Ukweli mchungu ni kwamba tumeshambuliwa sana, wanachama wetu wameuawa, wamekamatwa, wengine wako ndani kwa magereza. Sasa kama kiongozi lazima uoneshe kwenye public kwamba tunasonga mbele, lakini behind the scene kuna mambo mengi sana yanafanyika. Na mawakili wetu wamefanya kazi kubwa sana. Dr. Nshara na timu yake tunawapa kwa kweli hongera kubwa sana, kwa sababu bila wao tungekuwa tuko pabaya sana. Okay, natamani pia kujua ni kwa nini kijana wa sasa aendelee kuwa na imani kubwa kwa Chadema. Pengine nini ambacho unaweza kumweleza? Kwa sababu sisi ndio chama ambacho tutamfungulia njia ya uchumi. Linahitaji mjadala mrefu. Iko hivi. Nimesema mwanzo hapo. Fursa kwenye nchi hii ni kubwa sana. Kubwa mno. Yaani hii ni nchi ambayo hatupaswi leo eti mtu hana kazi kwenye nchi hii. Hii nchi inapaswa iwe inatoa opportunity. Moja, kilimo chote cha nchi hii na ufugaji haujawahi utilize. Sisi tumeagiza ngano ya karibia trilioni 1.2. Tunaagiza mchere huu wa basmati. Tunaagiza mafuta ya kura. Mafuta ya kura mwaka jana tumeagiza ya bilioni 600. 600 billion shillings. Tunaagiza magunia. Tunaagiza toothpick. Tunaagiza viti, makochi haya. Haya ni ya China haya, sio? Haya, kuna Mtanzania anashindwa kutengeneza haya akiwa trained. Kwa sisi kijana atuunge mkono, kwa sababu moja, tutabadilisha namna ya uchumi wa nchi hii. Watapata kazi kwenye viwanda vya viti hivi, makochi na vitu vyote hivi, toothpick. Tutapata kazi kwenye kilimo, hatutaagiza mchere, hatutaagiza mafuta ya kura. Watu watapewa ardhi, watapewa matrekta, watapewa mashine za kuvunia, tutatengeneza viwanda vya mafuta, watapata fedha, watajenga majumba. Tutafungua utalii. Nimesema hapa utalii. Ukiangalia nchi kama Morocco inaingiza watalii milioni 19 kwa mwaka. Sisi tunaingiza watalii milioni 1.9. Milioni 1.4 mpaka 5. Tunazidiwa hadi na unajua Rwanda haka ambako ni mkoa. Rwanda ni ndogo kuliko mkoa wa Kagera. Inaingiza watalii milioni 3. Sisi watalii 1.4. Kwa Rwanda inatuzidi. Na vivutio vyote sisi ndio tuna chimbuko la binadamu wa kwanza, Old Baigoji. Watu wangekuwa wanakuja hapa kufanya utafiti. Maana yake mtu akija hapa akilala hotelini ni ajira ameleta, akinunua chakula ni ajira ameleta, akipanda gari kijana wa Kitanzania anaongeza. Kwa hiyo ukiongeza watalii wakatoka milioni 1.4, maana yake kama hao watalii wamekodi magari milioni 1.4, wakaja
magari wakaja watalii milioni 10, ina maana magari milioni 10, ina maana watu milioni 10 wamepata ajira. You get my point? Au watu milioni 5 au 2 wameongezeka. Na serikali ikipata mapato zaidi, maana yake pia serikali mfuko wake utakuwa na hela. Leo tunakusanya trilioni 3 kwa mujibu wa kwao. Na sehemu kubwa ya makusanyo ni fedha za watumishi, to pay as you earn. Ndio zinaingia kwenye mfuko wa serikali nyingi zaidi kuliko biashara, kuliko kitu chochote. Maana yake kama serikali itakusanya trilioni 6, kama imeajiri walimu 50,000, sasa walimu wataenda 200,000. Maana hiyo wale wanaomaliza ajira, wanaomaliza shule hawana ajira wataongezeka, tutaongeza askari, tutaongeza nini? Kwa ninachotaka kusema ni nini? Kijana atuamini, kwa sababu sisi namba 1 tunataka kufanya economic emancipation, uhuru wa kiuchumi, na tuna mawazo namna ya kuwekeza kwenye utalii, namna ya kuwekeza kwenye kilimo, namna ya kuwekeza kwenye viwanda, namna ya kuwekeza kwenye ufugaji. Everything tutapitia, tutafungua nchi hii na vijana watakuwa na kazi za kufanya. Pengine kuna mfano wa follow up ya kuzungumza da Sophie. Umetaja nchi kama Rwanda. Mwingine anaweza kuona kwamba hali ya kisiasa ya Rwanda ikoje? Mwelewa vizuri. Mwingine anaweza kama ni nchi one man show. Ukitaja Morocco ni ufalme. Kuna swali ambalo tutakuja connect hapa kwamba pengine labda Tanzania siasa inatuchelewesha. Yaani wanaamini kwamba mfumo wa vyama vingi pengine labda inatengeneza kelele nyingi na maendeleo kukwama labda, ama pia wanahisi kwamba wanasiasa wengi wa upinzani kazi yao ni kukosoa na sio kutoa solution. Wanasema nyie kila kitu mnakosoa tu, hamtoi solution. Pengine labda kuna mkwamo tunaupata kutokana na hii siasa ama vyama vingi vya siasa. Ndio maana tupige hatua kwenda mbele. Kuna nchi na ushindani wa kisiasa kuliko United States of America? Hakuna. Ambayo ndio inaongoza duniani kwa uchumi, kwa kila kitu, kwa teknolojia, uchumi, viwanda, kila kitu, jeshi and everything. Maana yake ushindani mkubwa wa kisiasa, panapokuwa na ushindani mkubwa wa kisiasa ndipo panapokuwa na uchumi mkubwa. Rwanda nimeitolea tu kwa utalii. Hata Morocco nimetoa based on utalii. Na sio Morocco tu, hata Misri inaingiza watalii milioni 19.5. Hata Kenya ambayo imepiga hatua kidemokrasia inaingiza watalii zaidi. Tanzania ni ya mwisho. Nimesema relatively ukilinganisha na vivutio tulivyo navyo. Kwa sababu Farhan, ukichukua Mikumi, Serengeti, Manyara, Serus, mbuga za wanyama zote za Tanzania, ukiziunganisha pamoja zina ukubwa kuliko nchi ya Uganda, Rwanda na Burundi. Zani nchi 3 hizo za East Africa. Mbuga zetu hizi zinazizidi kwa ukubwa. Kwa nini tunaingiza watalii 1.4? Na huo ni utalii tu wa mbugani, wa natural. Hatujazungumza Old Bay Gorge, hatujazungumza utalii wa beaches. Unajua kwa mfano hiki kitu kinachofanyika kinaitwa Kizimkazi. Utalii Kizimkazi. Dar es Salaam is dying. Fuatilia tumuone. Kwa mimi ninachotaka kusema ni nini? Nchi yoyote ambayo ina ushindani wa kidemokrasia lazima itakuwa na uchumi mkubwa, kwa sababu mawazo ya kusikia watu wengi wenye uelewa yanakuwa mengi sana. Yaani kwa mfano, sasa hivi mwalimu wa uchumi anawezaje kuzungumza kama walivyokuwa wanazungumza wakina Haji Semboje kipindi kile wakiwa University of Dar es Salaam? Kwa sababu anajua naweza kubambikiwa kesi ya ugaidi kama alivyobandikiwa Kaijage. Kwa kama mwalimu ana wazo lake atalificha kwa sababu anaogopa mpaka ajue serikali inataka nini ndio azungumze kuelekea serikali. Lakini hawezi kuona serikali inaenda shimoni akasema no, kama walivyokuwa wanafanya UDASA wakati ule wakina Kitila Mkumbo wakiwa pale, wakina Kabudi hawajawahi kubambikiwa kesi ya ugaidi. Lakini leo mwalimu wa chuo kikuu anabambikiwa kesi ya ugaidi. Ina maana ni kumsilence walimu na kusilence mawazo ya kitaalamu. Sasa haya mawazo ya kitaalamu yanaweza kutoka tu kwenye nchi ya kidemokrasia. Kwa nataka niseme Farhan kwamba ushindani wa kisiasa utawezesha zaidi mambo haya kutokea, watu kuwa huru, watu kuwa innovative. Sasa kwa mfano, nchi ya kidikteta kama hii, TikTok iko banned, mpaka utumie VPN. Twitter iko banned. Instagram unaandika kwa kuhofia. Sasa kijana wa Kitanzania yupi atatengeneza creativity katika mazingira ambayo mitandao inadhibitiwa? Watu wanakuwa na creativity kwenye uhuru. Si kama unanielewa vizuri. Sasa tunaposema tutawapa vijana uhuru wa kidemokrasia,
watakuwa na uwezo mkubwa wa kutengeneza creativity, kuwa na wabunifu hata kwenye Twitter humo, namna ya kutangaza biashara. Lakini leo Twitter imekuwa banned. Lakini leo TikTok inadhibitiwa. Angalia Wakenya watu wangapi wanatumia TikTok Kenya kutangaza biashara zao, ambao Tanzania hawawezi kwa sababu tu ya hofu ya watu kukosolewa kwenye TikTok. Unanielewa vizuri? Kwa lazima uhuru huu ueleweke kwamba utaleta mapinduzi makubwa ya kiuchumi, na sisi hicho ndio tutawapa vijana. Sawa, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, hebu tuelekee. Mimi na swali moja. Najua Pija una maswali mengi hapo nataka kuuliza, lakini muda nao unakimbia. Natamani kufahamu nini msimamo wa Chadema kuelekea uchaguzi wa 2030? No reforms, no election. Kwa hiyo itakuwa yale yale. No reforms, no election. Uchaguzi, sisi tutahusika kwenye uchaguzi ambao tayari mabadiliko yapo ya kikatiba, na ndio maana sisi hoja yetu kubwa ni katiba na mabadiliko ya kisheria. Hatutafanya maigizo kwa sababu tunajua madhara ya kwenda kwenye hicho kinachoitwa uchaguzi bila reforms. Tunataka reforms za kikatiba, tunataka reforms za kiuchaguzi. Juhudi za ndani za chama kwenye swala zima la katiba mpya, maana majuzi tulisikia kwamba mnataka kuandika katiba. Yes. Hili likoje? Wataalamu wetu wapo saizi wamejifungia. Kwenye baraza kuu tutazindua moja sheria ambayo tutakuwa tumeandika sisi proposal yetu, kwa sababu watu wasiseme hamna mlicholeta hadharani, mnasema fanya. Tutazindua proposal ya sheria, namna ya kukwamua katiba, sheria tunayotaka iwe ya katiba, vyombo vitakavyosimamia katiba na sheria ya mambo yote hayo. Lakini cha pili, tutazindua katiba pendekezo sisi rasimu tunayotaka kama mapendekezo yetu. Kila mtu ana haki ya kuja ni rasimu ya katiba. Yes. Rasimu yetu sisi, mapendekezo yetu ni haya. Kwa hiyo wataalamu wetu tayari wako, ambao ikishakamilika hiyo rasimu na mkabidhi nani? Tunaipeleka kwa wananchi. Sisi hamna mahakama kubwa kuliko zote Pija ni wananchi. Tunaipeleka kwa wananchi waielewe. Itawasaidiaje kupata maji? Itawasaidiaje? Kwa sababu kuna watu wanawaletea hoja za kijinga kabisa kwamba unajua katiba haileti chakula mezani. Katiba ndio inaleta chakula mezani. Katiba ndio inaleta madawa, katiba ndio inaleta maji, kwa sababu katiba ndio inaweka uongozi. Uongozi ndio unasimamia maji. Bila uongozi mzuri mnapataje maji? Tunakuwa hapa tulipo. Bila uongozi mzuri mnapataje chakula? Mnapataje ajira? Kwa katiba ambayo ndio msingi wa kuweka uongozi ndio inaleta vitu vyote. Kwa sisi katiba ndio tunapigania. Langu la mwisho sasa, maana wewe umesema lako la mwisho. Mimi niliuliza kabi yapo mengi sana hapa kisa. Langu la mwisho. Yes. Unatamani kitu gani ambacho Lissu anatakiwa akifanye siku ya kwanza endapo maridhiano yatafanyika, mkakubaliana pande zote mbili ambazo mnasigana na siku hiyo ametoka, kitu cha kwanza kabisa akitoka, ulitamani afanye kitu gani? Natamani akutane na Watanzania, azungumze nao, wana hamu sana ya kumsikiliza. Mimi mwenyewe natamani nimsikilize. Kwa sababu najua katika muda huu ambao amekaa ndani atakuwa amesoma na amepata maarifa makubwa sana. Ni mtu anasoma sana, lakini amepata nafasi ya kusoma zaidi. Unajua mtu mmoja alisema alitoa mfano ambao sio mzuri sana tukiwa kwenye ziara, akasema pombe kali, hata whisky inayokaa zaidi inakuwa kali zaidi. Kwa hiyo Lissu kitendo cha kumshikilia ndani ndo anakuwa mkali zaidi. Na mimi nasema nataka nisikie maarifa anayotoka. Ni mtu mwenye maarifa mengi. Ningetamani jambo la kwanza atoke azungumze na Watanzania, awape direction, kwa sababu wanataka kumsikiliza. Tunaendaje miaka 20-30 mbele? Unajua sisi ni watu tunaona hii nchi miaka 30, sio hata leo tu. Yes. Okay, na maswali hapa kutoka kwa wadau, naomba kama mtaniruhusu niweze kuyapitia kidogo machache. Anasema Sofia Farhani na Bro PJ, naombeni muulize ndugu John Heche kama kweli CDM inafuata na ni waumini wa sheria na kuzingatia katiba. Moja, ikitokea kuzingatia katiba, ikitokea Lissu ametiwa hatiani kwa ushahidi, nini watafanya? Pili, kuna siri gani kati yake Heche na serikali? Maana kauli na matendo wanayofanya yeye ndio hayo yaliyokuwa anayafanya Lissu. Why yeye huwa hakamatwi? Kwa mujibu wa sheria na katiba, mtu akikamatwa kwa makosa ya jinai na kupelekwa mahakamani, ni nini kutokea ili mahakama ione imetenda haki? Mwisho, ni kwa nini CDM inaposhinda kesi mahakamani huwa wasemi mahakama haiko huru? Ni nani? Hajaandika jina lake. Sasa unauliza yote kwa mkupua, si kama mtakumbuka. Swali la kwanza ni kwamba mtafanya nini endapo Mheshimiwa Lissu atatiwa hatiani? Kwa ushahidi. Sema kwa ushahidi.
nafikiri anafuatilia kesi. Ameshasikiliza kesi hiyo. Sitaki kupreempt majaji. Ameshasikiliza ushahidi. Muulize yeye. Kwa ushahidi uliotolewa mpaka sasa anaweza kumtia mtu hatiani kwa uhaini. Na pili ni kwamba anasema unafanya vitu vile vile ambavyo Lissu alikuwa anafanya. Mheshimiwa Lissu, kwa nini wewe hukamatwi? Kuna siri gani kati yako na serikali? Yes, very very good. Sasa iko hivi. Kwanza vitu ambavyo Lissu anafanya sio kosa. Kwa hapaswi hata kuwa amekamatwa kwa yale anayoyafanya, kwa sababu ni mambo ya kisiasa. Lakini vile vile mimi nimekamatwa mara nyingi tu. Mimi unajua ni convict. Si unajua mimi niliwahi kufungwa. Au umesahau? Si unajua hata juzi nimekaa ndani tangu kwa siku 21 nikiwa mahabusu ya polisi na nikafunguliwa kesi ya ugaidi. Wao wenyewe wakaidrop. Sasa mengine wanajua wao ni lini watanikamata, lakini kila siku niko na matishio. Si mmekuwa mmeona hata nyumbani kwangu yanakuja magari ambayo yanaficha number plate, nafuatiliwa kwenye mikutano, sijui ni lini itakamata. Kwa sababu hawakuletei barua kwamba tunakukamata siku fulani. Hata Tundu tulipokuwa naye kule anakamatwa, hatukuletewa maoni, tuliambiwa tu. Mimi nilisema kwenye mkutano mmoja, nimeambiwa na yeye akaisema. Tarehe 9 akakamatwa. Kwa hata mimi kila siku naambiwa utakamatwa. Kwa hiyo hatujui. Inawezekana nikashuka hapo Crouch hapo chini sasa hivi. Labda huyo jamaa ataridhika kwamba kulikuwa kuna la mahakama kuwa huru. La mahakama kuwa huru, yani mnapokuwa mmeshinda mbona mseme iko hivi. Unajua hatufanyi kazi hii kwa historia. Mahakama inatakiwa kufanya inatakiwa kutumia facts na sheria. Ndio. Yaani kwa mfano, jaji anaitwa Mwanga alizuia chama chetu kufanya kazi siku 309. Na tukasema amekosea. Sasa huyu anachotaka ni kwamba tuseme amepatia hata kama tunajua kabisa amekosea. Yaani kwa mfano leo wewe ukisema hiki kiti kina rangi gani? Gray, sio? Ukisema gray na kesho ukasema gray. Kesho kitu ukasema hii rangi ni nyeusi. Kwa hiyo tukubaliane na wewe tu kwa sababu jana ulisema gray na juzi ukasema gray. Sio kama unanielewa hoja yangu. Ndio. Kwamba ukikosea tutasema tu, hata kama umepatia mara 2, ukikosea mara 1 tutasema umekosea. Ukipatia mara 10, ukakosea mara 1 tutasema umekosea. Kwa mahakama za Tanzania tunachotaka sio zitufeve. Ndio. Nataka huyu aelewe. Hakuna siku sisi tumeomba favor kwa mahakama ya Tanzania. Hatuhitaji favor yoyote. Tunachohitaji ni kutendewa haki ambazo ziko kwa mujibu wa sheria. Sawa. Makamu mwenyekiti, upe nafasi ya kuzungumza na Mtanzania, kumweleza jambo lolote mwana Chadema, lakini pia upate nafasi ya kutoa ile namba ambayo huwa mnaitoa kwa ajili ya kufanya michango. Yes, asante sana. Kwanza ninawashukuru nyie kwa kunialika hapa. Yeah. Tumepata muda mrefu tangu saa 12:30 nimekaa hapa. Tumepata muda mrefu wa kujadiliana na Watanzania mambo yanayohusu nchi yetu. Wanapaswa wajue kwamba nchi hii tunaipenda. Nchi ni ya kwetu. Tunataka siasa bora na siasa za ukweli, siasa za maendeleo ambazo zitabadilisha nchi hii. Kwa miaka 65 ambao CCM hapo madarakani wana misuse rasilimali nyingi ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia. Wamefanya watu wa maskini, tuna miundombinu mibovu, wakulima wanahangaika, wafanyakazi wanahangaika, vijana hawana ajira. Tunataka kubadili haya mambo kwa sheria za kwetu, kwa kufuata utaratibu wa kisiasa wa nchi yetu. Sisi ni chama cha siasa. Kwa hiyo watuunge mkono. Watuunge mkono kwa kujiunga na chama, watuunge mkono kwa kufanya shughuli za chama. Wanapokuwa vijiweni wajadili mambo ya siasa. Siasa ndio maisha yao. Siasa ndio itasababisha michezo iwepo. Siasa ndio itavurugika hata klabu hamtaenda. Kwa hiyo ni muhimu sana hili. Lakini pili, watuchangie. Chama hiki hakina ruzuku. Wachangie chama kupitia namba ya chama ambayo ni 0744 44 69 69. 0744 44 69 69. Inaitwa Chadema HQ. Ikileta jina tofauti na hilo usitume. Watuchangie kwa ajili ya baraza kuu. Na tunawashukuru, michango imefikia karibia milioni 290. Leo watatoa update. Haijawahi kutokea. Milioni 290 ni fedha nyingi. Bado tunadaiwa kama milioni 40 na kitu. Kwa hiyo hizi fedha tu zikiongezeka milioni 40 na kitu tutakuwa tumetimiza. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunaomba waendelee kutuchangia.
Okay.